Karibu sana msikilizaji katika sehemu ya 5 ya msimu wa pili wa simulizi yetu nzuri iitwayo The Darkness of an Angel. Gavin Luka, toleo la 3, siku za mwisho. Mtunzi ni Fabian Babuya, director Oini kutokea Simulizi Max ndo ambaye nakusimulia. Tulipokuwa tumeishia na tunavyoendelea moja kwa moja na simulizi yetu ikiwa ni sehemu ya 5 ya msimu wa pili. Tulikuwa tumeishia pale ambapo mkurugenzi wa usalama wa taifa wa TIGI alikuwa yuko na vijana wake wakawa wanapanga mipango ni paka onekana mgeni kwa nje. Baada ya kaambia vijana wake kwamba asitoke mtu hapa. Alikuwa ameongea kwa jazba na kuzunga kwenye korido moja mpaka mlangoni ambapo alibonyeza namba za siri kadhaa. Lango likafunguka, alitoka mpaka nje ambapo alikutana na mtu huyo ambaye kama ungemwangalia basi ungejua moja kwa moja kwamba alikuwa ni ninja, ila haikuwa hivyo. Heshima yako kiongozi. Liam, ni ajabu mimi na wewe leo kukutana kwenye mazingira kama haya. Nazina timu yetu ilikuwa imepangwa hivi kiongozi. Sikulaumu, ni maisha yametufikisha hapa. Nadhani naelewa kwamba swala lako najua haukuwa na hatia, ila lilikuwa ndiko nje ya uwezo wangu. Hauna haja kujieleza kwa sababu naelewa kwamba ilikuwa ni amri ya rais, bali bila kujali kazi ambayo nilikuwa nimefanya kizalendo kwa miaka mingi sana ambayo ilikuwa imepita. Nalitambua hilo, lakini sidhani kama ilikuwa ni sababu ya msingi ya wewe kuweza kulisaliti taifa lako. Mimi ndo nasaliti taifa langu tena? Hauoni kama kuungana na hao watu ni kulikandamiza taifa lako? Sio kweli. Hili taifa ndilo linisaliti mimi na kutoa amri ya kuniua ingali hata wewe mwenyewe ulijua kabisa kwamba sina hatia. Hawa watu ambao wewe unawasema vibaya ndio ambao wamefanya mpaka leo mimi nipo hai. Bila hivyo nilikuwa natakiwa kuwa mfu mimi. Mfulani hapa Liam, kwa sababu baada ya hapa nadhani unaelewa kabisa kwamba hauwezi kutoka ile eneo tena. Au tunajua kwamba huo sio kweli. Unahisi naweza kukufanya kaondoka salama kabisa hapa kwa miguu yako yote miwili? Nipo hapo kwa sababu bosi anajua kwamba wewe ni mtu mwenye busara sana ambaye unapambana kuhakikisha kila kitu kinaenda sawa. Ila unafelishwa na rais wako kwa sababu ni mtu ambaye ni mpumbavu na mwenye tamaa. Kwa hiyo usije ukafanya mazungumzo yakabadilika hapa, nadhani matokeo yake hautayapenda. Leo unanitisha mimi? Hakuna sehemu hata moja ambayo mimi nimekutisha wewe, bali nimekuambia uhalisia wa mambo ya jinsi yalivyo. Unataka nini? Bosi hataki kuwaua ninyi, ila anataka mkae mbali kabisa na yeye. Nadhani nakumbuka hata mara ya mwisho alikuwa amekuja kukuonya, ila ukawa umepozia juu ya jambo hili. Kwa hiyo wewe umefundishwa mpaka kuongea kama wao. Hilo sio ambalo limenileta hapa mheshimiwa. Alikuwa anaweza kuja yeye mwenyewe kwa nguvu, lakini kanitumia mimi, basi utambue kwamba bado ana moyo wa huruma na kutaka amani kwa sababu hataki wafe watu ambao hawahusiki. Kwa nini hisi mimi naweza kukubaliana na jambo kama hilo? Kwa sababu kwa sasa hivi yupo kwenye nyakati mbaya sana za maisha yake. Unamaanisha nini? Unamjua mtu ambaye alinishawishi mimi kuingia kwenye familia? Hakuna lazima mimi kumjua. Yupo kwenye hatua za mwisho za maisha yake. Unamaanisha nini? Umenielewa mkuu? Una maana ya kwamba mtu wake muhimu ambaye ni kama sehemu yake nyingine anakufa? Bila shaka unamzungumzia Osman Chunga hapo. Mpaka hapo umenielewa. Osman anakufa kwa sababu zipi? Hii ni taarifa asili ambayo hata mimi nimeshirikishwa tu kwa sababu Osman ndiye bosi wangu ambaye alinitambulisha mimi kwa kiongozi wa hii familia ambaye ni bosi wetu sote. Hivyo nimekuambia ili ujue kwamba bosi yupo kwenye nyakati mbaya zaidi za maisha yake. Hivyo nina uhakika kwamba hata wewe mwenyewe unatambua kabisa kwamba sio wakati bora kukutana naye kwa sababu anaweza kufanya mambo mabaya sana. No. Mimi nakupa ofa nyingine kwa sababu sitaki wenzangu wafe kwa ajili ya uvujivuni wako wewe. Chagua mtu mmoja kutoka kwa hao watu wako, kama kuna ambaye atafanikiwa kunidondosha hapa muda huu, basi mnaweza kuendelea mipango yenu, lakini kama mtu huyo mimi nitampiga ndani ya dakika 3, basi tutakuwa tumeshaingia makubaliano ya kukaa mbali kabisa na hili, na utahapa hapa kwamba hautajiingiza kabisa hapa kuhakikisha kwamba hawa watu hawafi, wanaendelea kudumisha tu amani ya taifa, na naweka kwamba wapo humo ndani na wananiona hapa. Riamu aliongea kijasiri sana kiasi kwamba mkurugenzi alirudisha uso wake kwenye kamera na kuangalia eneo hilo kwa umakini. Ilikuwa ni ishara kuwataka wale watu 8 mle ndani waweze kutoka nje, maana walikuwa wamepewa ofa mezani. Ilikuwa ni kazi kwao kuweza kupita nayo au kupiga teke. Wale wapelelezi 8 waliweza kutoka nje kwa pamoja. Ilikuwa ni uhakika kwamba mwanaume huyo alikuwa mwenyewe kabisa eneo hilo, ila alikuwa akijiamini kupita kiasi. Una mpango gani baada ya hayo yote kuweza kuisha? Unamaanisha bosi akimaliza kazi? Na maanisha kama akifa? Unataka kusemaje labda? Unajua kabisa kwamba utakuwa na kesi ya uhaini mbele yako. Kwa kosa lipi? Kujiunga na maadui ya taifa hili. Kasiani tangu muda mrefu sana uwaga na hisi kwamba wewe ni mtu ambaye una akili timamu, hivyo usifanye ni kuone kama akili hauna. Unahisi kwamba hili litapita hivi hivi?
basi nitaka kusubiria wakati nione ni kipi ambacho mnataka kukifanya kama mtafanikiwa kuwa hai. Au ni muda wako unaweza kurudi na kuomba msamaha kwa ambayo umeyafanya na ukapunguziwa kifungo. Nirudi kuomba msamaha kwa watu ambao walikuwa wanataka kuniua bila kosa. Ni bora hata nikajiua mwenyewe sasa. Nina imani kwamba hulijibu vizuri shirika lako wewe. Shirika hili kwa sasa hivi halipo kwa ajili ya maslahi ya hili taifa tena, bali lipo hapa kwa ajili ya kuweza kuyalinda maslahi ya watu kadhaa, na ndio jukumu ambalo linatekelezwa kwa sasa hivi. Ningelikuwa wewe nisingesema hivyo. Basi ndio maana wewe haujawa mimi. Unasemaje kuhusu ofa yangu? Kama ulikuwa na shida ya kupigana na mimi, basi nakukaribisha kwa mikono miwili. Hamisi kwa na shida ya kupigana na wewe Kasiani. Nimetoa hii ofa ambayo huenda hautakao kaipata sehemu yote ile. Au unajua kabisa kwamba kama ukipigwa mimi nakuua. Jaribu hiyo bahati yako Kasiani. Kasiani alimgeukia kiongozi wake kuona kama alikuwa anamruhusu jambo hilo kuweza kufanyika. Aliwapa ruhusa ya kuweza kufanya jambo hilo. Wanaume hao wawili wakasogea katikati ili kujipa nafasi nzuri zaidi, wengine wakabaki kwa watazamaji. Kasiani alikuwa anajiamini kwa ukubwa. Aliamini kabisa kwake hilo zoezi lilikuwa ni la muda mfupi tu kuweza kutekeleza, ila hakuwa amepiga hesabu zake vizuri. Uharaka wa kujiamini ulikuwa ni dhaifu mkubwa sana ambao alikuwa nao ndani yake, ila huenda hakuwa akitambua jambo hilo kwamba lingekuja kumletea matatizo makubwa kwa baadaye. Alivua shati lake na kubakia kifua kitupu. Ni kweli kwamba hakuwa na shaka kwamba bwana huyo alikuwa ameujaza mwili wake vyema sana. Mwili huo ulikuwa umeshiba vya kutosha. Alikunja mikono yake kwa nguvu akitembea kwa spidi kama vile nge aliyekuwa na luka. Akageuka na sarakasi nyuma ambapo alipanga kutua kwenye bega la mwenzake. Mguu wake ulimkosa Liam akawa ametua kwenye ardhi mpaka eneo hilo likatikisika kwa aina ya nguvu ambazo zilikuwa zimetumika kukamilisha zoezi hilo. Alinyanyuka kwa nguvu akionekanika kuwa na hasira, na huenda hasira zake zilitokana na siku kadhaa nyuma yake kupigwa kama mtoto mdogo, akijifyatua kama risasi ambapo miguu yake ilinasa kwenye mikono ya Liam. Alifanikiwa kupenyeza mguu wake ukazama mpaka ndani kabisa kwenye mwili wa Liam ambaye alirudi nyuma kwa maumivu ambayo alikuwa ameyapokea. Kasiani alikuwa ni kama amevurugwa hivi. Alirusha ngumi 15 mfululizo ambapo alitambua ni ngumi 5 pekee zilizopenya kwenye mwili wa Liam. Alizunguka na teke la nyuma ila akajikuta akiwa anayumbia ukutani baada ya mguu wake kukutana na ngumi ya Liam. Hata yeye mwenyewe aliyasikilizia maumivu hayo. Wanaume wawili walipigana mkono kwa ustadi ili kuonyeshana mabavu. Alikuja kwa spidi ila Liam alimsubiri mpaka kama mkaribia. Alijirusha hewani akatua nyuma yake. Kasiani aligeuka kwa uharaka mkubwa sana, alikutana na ngumi ya koromeo, akayumba akiwa ameishika sehemu ya shingo yake. Aliona mguu ukiwa unakuja kwa nguvu upande wake, akayumbia pembeni, mguu mwingine ukatua kwenye mbavu yake ya kulia, akahema akiwa anapatia balance kwenye ukuta. Alijirusha pembeni kidogo ila hakupewa nafasi ya kuweza kupumua. Ngumi 4 zilikuja upande wake. Alizikwepa lakini alikutana na kiwiko kwenye uso wake mpaka pua ikapasuka. Alipangua ngumi zingine ambazo zilikuwa zimelenga kifuani, mkono wake ukataa kwa vidole vikazama kwenye mbavu zake hadi manusura zivunjwe. Alifanikiwa kumtoa mwanamume huyo akiwa na hema na kuhisi maumivu kila sehemu. Liam alitembea akiwa anaenda upande lakini kwa kasi. Alipokuwa amemkaribia mwanamume huyo alijifanya kama amesita hivi. Aligeuka nyuma haraka sana na kujibetulia ule upande wa Kasiani. Double kick ilikubali bwana. Kasiani alizolewa akiwa anatema damu nyingi kwa sababu ya nguvu ya mateke ambayo alikuwa ametua kwenye kifua. Akiwa ametua lizeni, aliona kivuli kikiwa kinakuja upande wake. Alijisogeza pembeni, mwanaume akatua na goti eneo hilo mpaka likabonyea. Kama angetua kifuani basi angevunjika kabisa. Kasiani alibaki akiwa ameduaa tu kuona uwezo wa bwana huyo ambaye hakumpatia nafasi ya kupumzika kwa muda mrefu, kwa sababu alijigeuza pale alipokuwa, mguu mmoja ukifikia kwenye uso wa Kasiani ambaye aliburuzika mpaka akaenda kujigongeza ukutani. Liam alijifyatua kama risasi akiwa amelenga upande ule wote, akabaki akiwa anamshangaa. Stop! Ilisikika sauti ya mkurugenzi. Huyu alikuwa ni bosi wa wote wawili. Hata Liam kabla ya kuonekanika kama muasi alikuwa chini ya kiongozi huyo. Ile sauti ya kumkataza kufanya jambo lile ilimkutia Liam akiwa anashusha ngumi yake usoni, hivyo alikwepesha ikatua pembeni mwa sikio kwenye ardhi. Kuna mtetemeko ambao Kasiani aliuhisi. Kama ile ngumi ingelitoa kwenye uso wake huenda angepata madhara makubwa, na wakati huo alikuwa amefumba macho yake kwa sababu hakuwa na la kufanya. Alihema kwa nguvu baada ya kutambua kwamba kwa mara nyingine tena alikuwa hai bado. Sasa bwana Kasiani, sisi ndo aina ya watu ambao wewe na wenzako mlikuwa mnataka kuja kushindana na sisi. Huko mimi ni wa kawaida sana.
kwenye mapigano na uwezi kabisa kusimama na mimi hata dakika 3 ukazimaliza. Vipi kama ukikutana na bosi mwenyewe au wenye uwezo zaidi yangu mimi? Mlikuwa mnaenda kuwapoteza watu wengine bila hata sababu za msingi. Mnatakiwa kulikumbuka hilo. Mipango yenu kwa sasa ni ipi? Mkurugenzi alimuuliza kijana wake wa zamani kwa sababu alikuwa ameshinda pambano, maana yake ni kama makubaliano yao yalikuwa yameshafikiwa. Siwezi kukuambia, ila ndani ya wiki moja ijayo mambo yote yatakuwa yameisha. Nataka kujua Uthman ni kipi kinamuua. Kuna mtu alifanikiwa kumdunga sindano ya sumu. Wapi? Jamhuri ya Afrika ya Kati. Alienda kwa kufanya nini? Kutafuta majibu ya mtu ambaye alikuwa amehusika naye yote, lakini pia kuonana na rais wa taifa lile. Rais wa Jamhuri ya Afrika ya Kati. Ndio. Kivipi wakati anawatafuta? Ndio maana ilikuwa ni lazima kuonana naye. Na imewezekana. Ndio. Unajua duniani hapa watu wenye akili bado hapo. Watu hao waga wanakuwa hovyo wanapokuwa nasikia story ya upande mmoja, ila wakisikia stories za pande zote mbili ambazo zinakuwa zinahusika kwenye hiyo story, basi moja kwa moja uwaga wanarudi kwenye akili zao, na wakiwa hivyo uwaga wanakuwa ni watu tofauti kabisa. Unataka kuniambia kwamba sasa hivi wanashirikiana na rais wa kule? Yule kwa sasa hivi anajua kila kitu mpaka uhusika wa rais wa Tanzania, hivyo hii wiki ikisha tambua kwamba ukweli utakuwa uko nje. Unajua sababu ya msingi ya bosi kunituma mimi hapa kuja kuwaonya mkae mbali na hili swala? What? Kwa sababu wewe kwa sasa hivi ndiye mtu pekee mwenye busara ambaye umebakia serikalini kwa wale viongozi wakubwa. Ila unalazimishwa kufanya mambo ambayo hata wewe mwenyewe hauyataki kwa sababu tu ni amri, na hauwezi kumpinga rais wako, na hata wewe mwenyewe unalitambua hilo. Ukiwa na maana ya kwamba anakuhitaji wewe ukiwa hai. Kwa sababu zipi labda? Natumai kwamba baada haya atakuja mwenyewe mkae, hivyo itakuwa ni nafasi yako kuweza kuuliza hilo swali, na imani atakujibu mwenyewe. Kwa hiyo kwa sasa hivi wewe ndiye hazina pekee ambayo taifa hili limebakiwa nayo. Hivyo usije ukafanya upuuzi wa kwenda kufa, taifa likabaki watu wajinga. Lionela anataka kuipindua serikali. Kama angelikuwa na mpango wa kuweza kuipindua serikali, basi mpaka muda huu angelikuwa Ikulu tangu zamani. Anataka nini kwangu? Kwa sasa hivi ametoa dola za Kimarekani bilioni 5 kwa serikali ya Jamhuri ya Afrika ya Kati. Ametoa hizo pesa kwa sababu zipi? Kwa sababu ni Waafrika wenye uhitaji. Baada ya kutokea kwa ule mtafaruko, alifanikiwa kuweza kujua kwamba ile taifa lina uhitaji mkubwa sana kwa sababu watu wake wanaishi maisha hali ya chini mno. Baada ya kutambua hilo, ameamua kuweza kutoa msaada huo. Kwa nini asisaidie Tanzania hizo pesa? Sikutegemea kusikia maneno ya hovyo kama hayo kutoka kwa mtu kama wewe kiongozi. Analisha familia zaidi ya 500,000 kwenye taifa hili. Amewajengea nyumba zaidi ya watu 100,000 kwenye taifa hili. Wewe unayafahamu hayo? Mkurugenzi alibaki yupo kimya tu baada ya kupewa taarifa ambazo hakuwa akizifahamu. Riama kaendelea. Au unataka kwamba kila jambo ambalo analifanya yeye au anatangaza kama hao viongozi wako ambao unawalinda wala rushwa na wapenda sifa, ambao mtu akitoa dawati 10 tu anaitisha na vyombo vya habari kila sehemu? Ndio maana nimekuuliza, unaelewa sababu ya yeye kukupatia wewe nafasi ya kuishi? Kama ukifanikiwa kuelewa hilo, basi utajua kwa nini wewe unatakiwa kuwa hai kwa namna yote ile. Sitakiwi kukuambia haya, lakini unapaswa kuelewa kwamba anataka kulibadilisha taifa hili kwenye kila kitu, lakini kwanza hawa wote ambao wamemfanyia upuuzi wanatakiwa kufa wote. Hivyo na kusihi usije ukaingilia hili swala, na kuonya tena. Anaamini kwamba unaweza kuwa ni mtu wake ambaye atakutumia kubadilisha hili taifa, kuanzia maisha ya watu ambao wanaishi, mifumo bora ya utawala, mazingira ya ufanyaji kazi, lakini na maendeleo makubwa ya taifa hili. Anataka kuingia Ikulu, sio? Ila mimi ndiye nimsaidie, si ndio? Usitangulie kuelewa kwa sababu nataka kuelewa hivyo mheshimiwa. Kama angelikuwa analihitaji hilo ni tangu zamani angelikuwa Ikulu, lakini hana huo muda wa kuingia kwenye siasa. Kwenye hii familia yetu hakuna mtu hata mmoja ambaye anaruhusiwa kujihusisha na siasa kwa namna yote ile. Na ndio maana anahitaji kutumia wewe. She wants me to be a president of this country, doesn't she? Akimaanisha kwamba anataka mimi ni rais wa hii nchi, si ndio? Au sio anachokitaka hicho? Mkurugenzi akauliza swali la moja kwa moja kwa Liam, akiwa anamaanisha kwamba Lionela alikuwa anamtaka yeye kuwa rais, lakini Liam alisha kutabasamu kwa sababu alielewa kwamba mtu mzima huyo alikuwa na akili kubwa, hivyo alikuwa anaweza kuelewa lugha ya mafumbo japo hakumpatia jibu. Jambo la msingi kwa sasa sio kujua wewe unatakiwa kuwa nani siku za usoni, bali unatakiwa kujua ni namna gani unatakiwa kuhakikisha kwamba unaibadilisha nchi yako, na jambo la msingi unatakiwa kuhakikisha Timotheo Ganzi anaishi. Kwa sababu zipi? Timotheo anatakiwa kuingia kwenye nafasi yako baada ya wewe kutoka hapo. Unamaanisha kwamba yeye anatakiwa kuwa mkurugenzi wa TIGI? Yes. Una hakika upo kwenye akili zako wewe? Unahisi nimekuja hapa kukutana na wewe kwa sababu ya kupoteza muda? Hata kama ingekuwa hilo jambo haliwezekani. Kwa nini siwezekani? Kwanza Timotheo hajaandaliwa kuwa hivyo, lakini pia bado ni mdogo sana kushika nafasi kubwa kama hii.
basi unatakiwa kumwandaa mapema kwa sababu wewe unatakiwa kutoka kwenye nafasi. Unataka kusemaje? Na maanisha unatakiwa kumkamata na kumfunga sehemu ya siri kama asipokusikiliza kwamba akae kando na ya mambo. Kwa nini fanye jambo kama hilo? Kwa sababu una uhakika kwamba Timotheo ataingilia hili na hawezi kuvumilia. Yule ni miongoni mwa watu ambao ni wazalendo wa taifa hili kama mimi, hata kaa sehemu akiwa anaangalia taifa lake liko linaingia sehemu ambayo haielewi. Yote haya ndio nenda ameyataka. Unauliza maswali rahisi sana kiongozi. Na nisipofanya hivyo, nadhani unatakiwa kuandaa maswali ya kumjibu yeye. Yeye ni nani mpaka anahisi kwamba anastahili kusikilizwa namna hiyo kwenye maamuzi ya taifa hili? Kwa sasa hivi hana baba kwa sababu ya hili taifa. Amepoteza watu wake wengi wa muhimu na sasa hivi anampoteza mtu ambaye ni mkono wake wa kulia. Na kama baba, yote kwa sababu chanzo ni taifa hili. Bado unauliza kwamba kwa nini anataka yeye kusikilizwa? Bado jibu swali langu. Watu wengi walitakiwa kufa. Hata nyewe viongozi wa hizi nafasi nyeti mlitakiwa kuuawa kwa sababu mmeshindwa kuifanya kazi yenu vyema, ila yeye haoni kama kuna sababu ya kuweza kufanya mambo yote hayo. Hata ni binadamu, sio kwamba eti haumii kufanya mauaji ya kutisha kama yale. Na ndio maana kwa sasa hivi ameamua kuingilia kuhusu mifumo ya serikali. Inaonekana kuna sababu kubwa nyuma haya yote. Ni kweli ipo. Ambayo ni, unajua mambo yanaenda kwa kurithi kiongozi. Kwenye ile familia iliyoenda ni kizazi cha 3 ambacho kilianzia kwa Lucas Anthony babu yake. Kisha baba yake mzazi Gavin Luka mwenyewe, kisha akaja yeye mwenyewe. Nadhani umenielewa hilo swala. Ukiwa na maana kwamba tayari kizazi chake cha 4 kipo tayari. Upo sahihi. Ana mtoto wa kiume wa miaka 3 ambaye anaitwa Gavin Luka Jr. Huyo mtoto ni kama mrithi wa babake mzazi kwa sababu anafanana kila kitu na muasisi Gavin Luka. Kwa taarifa ambazo nimepewa kwa sababu sijawahi kumuona huyo mtoto hata siku moja, na kwa maana hiyo mimi na wewe tunaelewa kwamba ni jambo gani ambalo linaenda kufanyika hapa kama haya mambo makosa yakirudiwa. Kwa maana hiyo ni kwamba kama kuna makosa yakifanywa kwa sasa hivi, huyo mtoto akikua haya mambo yatakuja kujirudia tena kwa sababu kutakuwa na kizazi kingine hatari kutoka kwa hiyo familia. Yes, upo sahihi. Una mpango gani? Ana mpango gani kama nikikubali kuyafanya na nataka yeye? Anataka kumpeleka mtoto huyo mbali. Mtoto hata kuja kujua ambayo yanaendelea huku na wala hata kuwa sehemu ya maisha hapa Tanzania kwa sababu atatengenezwa utambulisho mpya na hata kuwa sehemu ya maisha yetu tena. Unamaanisha anataka kumfuta mtoto wake wa pekee kwenye maisha yake? Ndio. Anawezaje kufanya jambo kama hilo kwa mtoto ambaye alimzaa mwenyewe? Na ndio maana nimekuambia kwamba anataka kuimaliza hili swala yeye mwenyewe. Kuna watu ambao ni lazima wafe ili kuhakikisha kwamba jambo kama hili halitakuja kujirudia tena, lakini naye akimaliza kazi basi anamtafutia mwanae utambulisho mpya kabisa na kumpeleka mbali. Hivyo mtoto huyo atakuwa akiwa na maisha mengine kabisa, hata kuja kujua kama yeye amewahi kuwa na uhusiano na familia hii, na huenda hata kuja hata kusikia hapo baadaye. Atakuwa ni mtu ambaye atajijua kwamba ana maisha yake mengine, hata mtambua mamake mzazi wala mtu yoyote yule kwenye maisha yake yote. Na bosi ataishi mwenyewe bila kuongeza mtoto mwingine kwa sababu ya kuepuka kutengeneza kizazi kingine hatari. Hivyo huu unaweza kuwa ni mwisho wa stori za hii familia na hii serikali baada ya kusumbuana sana kwa miaka mingi. Ni maamuzi magumu kuyafanya mpaka kumkatia tamaa mtoto wake wa pekee. Ni kwa sababu anajali maisha ya Tanzania. Hataki watu wake waendelee kuishi na mashaka, hususan baada ya kuishi hivyo kwa miaka zaidi ya 30. Huyo mtoto tayari ana umri wa kuongea na kuona matukio na kuhifadhi kumbukumbu. Hata akiwa wapi uone kama bado atakuwa na kumbukumbu ya yale yote ambayo alikuwa ametokea kwenye maisha yake, hususan mamake mzazi. Atatolewa kumbukumbu zote, hivyo ataanza kukumbuka na moja, hususan matukio ambayo ataanza kukutana nayo huko ambako atakuwepo. What? Raika aliuliza kwa hamaki kubwa sana. Alikuwa ni mwanamke, hivyo alikuwa anaelewa maumivu ambayo Lionela alikuwa anakutana nayo kwenye kufanya maamuzi magumu namna hiyo. Wewe ni mwanamke, hivyo na imani kwamba unaelewa maumivu ambayo mwanamke mwenzako anayapitia kuweza kufanya maamuzi kama hayo. Kwa hiyo nitaheshimu kama na nyie mtaliheshimu hilo pia, kwa yeye kufanya jambo ambalo hakuna hata mmoja wenu ambaye amewahi kuthubutu kulifanya. Ila haya yote yatatokea tu kama wewe utafanya yale ambayo anayataka. Anataka wewe uwe rais wa Tanzania na Timotheo Ganze awe ni mkurugenzi wa TIJ kwa sababu anaamini wewe una sifa za kuwa kiongozi bora, ila umemmezwa na mfumo. Sawa sawa na Timotheo pia ambaye ni kijana mzalendo, ila anakosa mtu sahihi wa kuweza kumfanya aonyeshe ule uwezo wake alionao. Hivyo kwa pamoja mtaenda kubadilisha mifumo ya taifa hili. Anataka mimi nifanye nini nikiwa nipo kwenye nafasi? Fumua mifumo mizima na uanze kuweka watu ambao wanastahili na sio kwa kujuana na undugu kama sasa. Shirika lenu linategemewa kuongoza taifa hili, hivyo mnatakiwa kuajiri vijana wenye uwezo mkubwa sana na ubunifu na vipaji ili shirika liweze kutumika ipasavyo.
Na ukiwa rais unatakiwa kupitisha sheria kwamba kwa kiongozi ambaye atakutwa au kuthibitika kwamba atakuwa anakula rushwa, basi anatakiwa kuuawa hadharani mbele ya familia yake na kila mtu aone, ili liwe ni funzo kwa watu wengine, kwa sababu hili taifa linanuka rushwa kila sehemu. Haiwezekani taifa lina kila kitu ila mpaka leo hii haieleweki nini kinafanyika. Kama kuna kiongozi yote ambaye amewahi kufanya ubadhilifu wa pesa au mali za umma, basi anatakiwa kuzirudisha zote kwa hiari au kwa lazima. Na vipi kuhusu Rais Guram? Hajazungumzia lolote ile kumhusu huyo mtu. Riam, inashangaza kidogo. Kwa hesabu zangu ni kwamba umetumia muda mfupi tu kujiunga na hawa watu. Kwa nini wamekana kukuamini na kukupatia nafasi kubwa kama hiyo? Kwa sababu wanaijua historia yangu kiongozi. Mimi huaga na kuwa mwaminifu kwa mtu mmoja tu, kama ambavyo nilikuwa mwaminifu kwa idara mpaka pale ambapo mliamua kunisaliti. Unataka kuwa nani kwenye serikali yangu? Mimi hapana. Sina mpango wa siasa kabisa, na kushukuru kwa ofa yako. Tangu mwanzo kwa maisha ambayo nimeyashuhudia wanasiasa wakiwa naishi, ambao tumekuwa tukiwalinda kwa muda wote huo, naweza kukiri kabisa kwamba naichukia sana siasa. We have a deal. Wawili hao walipeana mikono bwana. Walikuwa wamefikia makubaliano tayari. Liam alitabasamu kwa sababu yalifanyika maamuzi magumu lakini ya busara ambayo yalikuwa yanaenda kuwa na faida kubwa kwa taifa. Liam hakuwa na jambo la kusubiri tena. Aligeuka na kuanza kuondoka, mzalendo ambaye taifa lake halikumtambua thamani yake mpaka pale lilipokuwa limempoteza. Huyu mwanamke ana utajiri wa kiasi gani? Ilikuwa ni swali kutoka kwa Raika. Liam alisimama na kugeuka akiwa anacheka. Kabla ya kuingia kwake niliwahi kusikia kwamba familia ile ina utajiri wa dola za Kimarekani dola bilioni 100, ila baada ya kuingia kule niligundua kwamba ule ni uongo mkubwa sana. Ile familia inamiliki zaidi ya mara 3 ya pesa hizo. Ni watu ambao kwao pesa ni kama maji yanayotiririka kwenye mto. Waga haziishi ila zinaongezeka tu. Hili ni jambo la hatari sana mtu binafsi kuwa na pesa kama hizo kwenye taifa kama hili. Hizo pesa zinaingiaje wakati hawapo kwenye biashara yote ile? Liam alimgeukia mkurugenzi akiwa anaishangaa kauli ya mwanamke huyo. Mkurugenzi akasikitika tu. Wanadaiwa kwamba wapo kwenye biashara za madini, ufuaji wa vyuma na mafuta pamoja na usafirishaji. Kauli ya mkurugenzi ilimsikitisha Raika na kumshangaza sana. Mbona hili jambo halitambuliki? Kwa sababu haijawahi kuthibitishwa. Liam aliondoka baada ya wawili hao kuendelea kueleweshana. Kazi yake ilikuwa imekamilika vyema kabisa. Othmani Chunga. Siku zangu zilikuwa bora. Mwisho wangu ni kumbukumbu ya uwepo wangu duniani. Mtaalamu alikuwa amedungwa sumu mbaya sana. Hakuna namna ya kwamba angeweza kutibiwa na kupona, bali alikuwa anasubiria muda wake wa kuweza kuishi ufike tamati aweze kupumzika. Alikuwa amerudi tayari kutoka Jamhuri ya Afrika ya Kati kurejea Tanzania. Othmani mwili wake haukuwa sawa kwa sababu ulikuwa unabadilika taratibu na kuwa mweusi. Yale mabadiliko yalimkutia akiwa yuko sehemu ambayo alikuwa wanapaona kama nyumbani kwa wakati huo. Mwanamume alitambua kabisa kwamba siku zake za kuendelea kuwa hai zilikuwa zimeisha. Ulikuwa ni wakati wa yeye kukubali kwamba alikuwa anatakiwa kufa na ulimwenguni pasingelikuwa sehemu yake sahihi tena kuweza kuendelea kuishi. Nyakati ambazo zilikuwa ni za giza kwenye hiyo familia yao zilimkutia yeye akiwa kwenye mikono ya Lionela. Alikuwa amemwegamia Lionela kwa sababu alikuwa anataka kufa kwenye mikono yake. Alikuwa ndiye kiongozi wa familia hiyo, lakini kwake pia alikuwa ni kama mwanae. Ni yeye ambaye alimsomea kama babake mzazi wakati ambapo Gavana Luka alipotea na kusemekanika kwamba alikuwa ni mfu. Othmani ndiye alikuwa mkono wa kulia wa mwanamke huyo, hivyo kumpoteza kwake lilikuwa ni pengo ambalo hakuelewa kama alikuwa anaweza kuliziba kwa nyakati mbaya na ngumu kama hizo. Sidhani kama nitaweza mwenyewe. Nilikuwa nakutegemea wewe kwa kila kitu. Wewe ndiye mtu pekee ambaye ulikuwa unanifanya mimi niwaze kama kuna kesho bora mbele yangu baba. Na wewe umekuwa ni bora hata bila mimi. Nina hakika ulitambua kabisa kwamba siku kama hii itakuja siku moja. Na na wakati pia ulikuwa umejiandaa nayo. Asikutegemea kama ingelikuja kwa nyakati kama hizi baba. Haya maisha hapo hivi leo. Kuna mambo waga yanatokea bila sisi wenyewe kujiandaa nayo. Ni kama kifo. Wanadamu tunajua kabisa kwamba ni lazima tutakufa, ila kwa nini mtu akifa watu waga wanalia na au kuumia kwa ukubwa? Mara nyingi ni kwa sababu wanakuwa hawajajiandaa kumpoteza kwa wakati huo. Watu wanakuwa bado na mhitaji, lakini ni wazi kabisa kwamba binadamu kuna mambo ambayo yapo nje kabisa ya uwezo wetu, na ndipo inapokuja pointi ya msingi kwamba kipindi watu tunaishi hatutaki kumpuuza Mungu. Asina imani kama nitaweza kuiongoza hii familia peke yangu.
nitabaki na nani tena wa kuweza kumwamini kwenye maisha yangu? Na kuishi na mtu muda mwingine sio lazima uweze kuamini, kikubwa ujue tu namna ya kuweza kuwafanya kusikiliza wewe na kufanya yale ambayo unawaambia wayafanye. Mwanadamu ni kichaka. Unakuwa na mengi ndani yake, na ndio sababu hautakiwi kabisa kuwaamini wanadamu kupitiliza. Mwisho wa siku ukaweka siri zako hadharani, kwa sababu kesho wale watazitumia siri zile kuweza kukupoteza au kukuumiza, na majuto huaga yanaanzia hapo. Nitazikumbuka nyakati bora za maisha yako. Nitazikumbuka nyakati ambazo ulikuwa karibu yangu. Nitalienzi jina lako mpaka siku yangu ya mwisho kuishi kwenye ulimwengu. Othmani alikohoa kwa nguvu na kutabasamu baada ya kuyasikia yale maneno. Una kila sababu ya kufanya hivyo, na mimi sikupingi kabisa kwa hilo, ila kuna mambo ambayo unatakiwa kuyaelewa mapema. Kwanza unatakiwa kutambua kwamba unaingia kwenye mapambano na watu ambao wana nguvu kubwa sana. Wanaonekanika kwamba wana watu wenye uwezo mkubwa, hivyo kazi haitakuwa rahisi, lakini kwako nina uhakika ni 100% kwamba utaimaliza salama na lazima utaishi. Hili sina shaka nalo kabisa mpaka muda huu. Jambo ambalo ni muhimu zaidi ni kwamba tambua kwamba kwenye maisha yako ya uongozi zitatokea nyakati ngumu. Zitatokea nyakati za kutisha, au unaweza kuziita za giza. Hizo nyakati huaga hazitabiliki, ila zinaeleweka kwamba zipo. Itatokea muda ambao watu wako wa karibu watakusaliti. Watu wako ambao unawategemea watakuangusha na kukukatisha tamaa. Hautaona tena umuhimu wa maisha kwa wakati kama huo, ila huo ndio muda ambao unatakiwa kufanya maamuzi magumu na haraka, kwa sababu ya kulinda wale watu kadhaa ambao wanakuwa kwa upande wako. Babako mzazi kwenye maisha yake, kuna nyakati alibakiwa na mama yake mzazi tu. Watu wote ambao alikuwa anaona kama familia waliuawa. Hakuwa na mtu ambaye angeweza kumtegemea. Hakuwa na mtu ambaye angekuwa karibu yake na kutaka kujua kwamba anajisikiaje zaidi ya mama yake mlezi au Lelia. Yule ndiye mwanamke pekee ambaye alisimama naye siku zote mpaka ile siku ambayo alifariki. Hizi nyakati tegemea kwamba na wewe pia zitaenda kukujia, kwa sababu ni asili yenu. Kuna kipindi unaweza ukajikuta ukiwa unabakiwa na mama yako mzazi tu pekee. Wengi hautaona tena, na hawa wale kadhaa ambao unaweza kuwa unawategemea wanaweza kukusaliti na kukushangaza kabisa. Wewe ni mtu tajiri zaidi ya Afrika nzima, ila mimi naamini kwamba hii ndio familia tajiri zaidi duniani. Ni kwa sababu tu watu hawajui hazina ambayo ipo hapa, na ndio maana hawatambui hili swala. Watu wengi watakuwa wanautolea macho utajiri wako, jambo ambalo linaweza kufanya ukapata shida kwa muda mrefu sana. Na jambo kama hili sio zuri kwa maisha ya baadaye, kwa sababu linaweza lisifikie mwisho. Hivyo unatakiwa kufanya jambo la ziada. Jambo lenyewe ni kufanya mauaji ya kikatili na kuhakikisha kwamba dunia inaona. Dunia ikiona yale ambayo yanawakuta wale ambao wanajaribu kuja na kubeba utajiri wako, watu watajifunza kwa njia ngumu kiasi kwamba hata hapo baadaye kama kuna mtu ambaye atajaribu kuja kufanya kitu kama hicho, kumbukumbu zake zitakuwa zinamrudisha nyuma kwa wenzake ambao walijaribu kufanya jambo kama hilo wakaishia sehemu mbaya. Mwanangu, siku zote ni kwamba dunia haikupi kile ambacho unataka, lakini wewe ndiye ambaye unaweza ukaifanya dunia ikakupatia kile unachokitaka. Kama ukishindwa kufanya hivyo, basi ujue kabisa kwamba unaipa asili maamuzi ya kukuchagulia njia ya kupitisha. Siku zote kama ukiipa asili nafasi ya kukufanyia maamuzi, ni 100% kubwa kwamba maamuzi hayo yatakuwa ni magumu kwa upande wako, na unaweza ukaja kuyajutia kwa hapo baadaye. Kwa sasa hivi hakuna mtu ambaye atasimama karibu yako na kuwa tayari kukufia kama babako mzazi na mimi hapa. Watu pekee ambao wewe unabakiwa nao kwa sasa hivi ni mama yako mzazi na mwanao. Hakikisha kwa namna yote ile unamlinda mama, hata kama itakulazimu kuyatoa maisha yako. Na kuhusu JR, kama ambavyo umefanya maamuzi ya kumpeleka mbali kabisa, hakikisha anakaa huko na asije kurudi tena kwenye historia. Hii ni historia ya kipweke ambayo imetufanya tuwe mbali kabisa na maisha ya watu wengine kwa muda mrefu, kwa sababu tumekuwa wapweke sana. Ni wakati sahihi na maamuzi sahihi ambao umeyafanya kumpatia nafasi ya yeye kuanzisha historia mpya maisha yake, ikiwemo na kizazi chake kingine kwa ajili yake. Mimi muda wangu wa kuwepo hapa umefika tamati. Ni wakati ambao nahitaji kupumzika. Najisikia vibaya kushindwa kufika mwisho na wewe kwenye hii safari, lakini wakati huo naweza kusema kwamba nimefurahi kwa sababu naenda kukaa mbali na haya maswaibu ya ulimwengu. Mimi najijua kama ni mtu niliyekufa kwa muda mrefu sana, kwa sababu nijikatia tamaa ya maisha kabla ya babako kuja kuniokoa. Tangu siku nilipokutana naye ndipo nilipokuwa nimetambua kwamba nastahili kuendelea kuishi, kwa sababu ya yale maamuzi yake yamefanya nimepata mpaka familia ya watoto wawili ambao ni warithi wa jina langu.
wanangu na wakabidhi kwako. Ni sehemu salama na nina imani watakuwa watu wema chini ya uangalizi wako. Li, natamani ningepata muda mrefu zaidi wa kuwa karibu yako sasa hivi. Natamani ningelikuwa na muda mwingine wa kuweza kuongea na wewe mengi, tukikumbushana ile maisha ya zamani, lakini muda sio rafiki. Bosi wangu na rafiki yangu Gavin ananiita na kunisubiri nikajumuike naye huko aliko. Ni matumaini yangu utakuwa mwenye furaha mwanangu. Maneno ya Othman yalikuwa kama kisu kikali kwa Lionel, maneno ambayo yalikuwa yanamuuma isivyokuwa kawaida, na alikuwa anajisikia vibaya kuweza kuyasikia maneno kama yale kutokana na mtu ambaye alikuwa amemuona kama kiongozi na baba kwake. Mwanamke huyo mrembo alikuwa anatokwa na machozi, hakuamini kama mtu huyo angeweza kumkimbia mapema namna hiyo. Wanatakiwa kupewa taarifa sasa hivi? Hapana. Wanangu kurudi Tanzania ni mpaka ya mambo yaishi. Utahifadhi mwili wangu kwenye sehemu ambayo unaona kwamba utakaa kwa muda mrefu ukiwa salama. Hakikisha unaimaliza hii kazi kwanza, ndipo utawarudisha kwa ajili ya kuja kunizika baba yao. Kuna jambo moja ambalo nahitaji unifanyie pindi nikifa, na nina imani jambo hilo litakuwa na alama kubwa sana kwenye maisha yako kwa hapo baadaye. Othman akaongea kwa shida akiwa anaitoa sigara kwenye mfuko wake na kumtaka Lionela amwashie kiberiti. Alimfanyia hivyo akiwa anaivuta taratibu kwa hisia kali sana. Sigara ilikuwa moja ya burudani kwake kubwa sana kwenye maisha yake, hivyo kwa nyakati kama hizo ambazo alikuwa anahitaji utulivu, aliona kwamba sigara ilikuwa ni sehemu safi ya kumtuliza. Nitaomba uweze kuzikata rasta zangu kichwani. Itakuwa ni mara ya kwanza mimi kuweza kuzitoa tangu nikiwa kijana mdogo. Nimezitunza na kuzifanya kuwa sehemu ya kumbukumbu bora zaidi kwenye maisha yangu. Nahitaji uzitoe na uzihifadhi eneo salama kwa baadaye. Najua kwamba zinaweza kuja kuuzwa kwa gharama kubwa sana, na kama ikitokea zikauzwa, basi nahitaji nikasaidia wale watoto ambao hawana uwezo, watoto ambao wanaishi mazingira magumu. Watoto wengi mitaani huko wanateseka kwa sababu hawana watu wa kuweza kuwajali na kuwapa maisha. Hawana watu wa kuweza kuwafanya wafurahie maisha yao, hivyo inapelekea kuishi kwenye mazingira magumu. Naelewa vile maisha yanakuwa pale ambapo unakuwa hauna mtu wa kuweza kuwa upande wako wakati wa shida. Naelewa vizuri kwamba dunia unaiona kama sehemu mbaya kuishi. Jambo pekee ambalo unakuwa unaliwaza ndani yako ni kuweza kujitoa maisha yako, ukihisi kwamba ni jambo ambalo linaweza kukupatia amani, ila sio kweli. Amani haitafutwi kwa namna hiyo. Amani inapatikana kutokana na mtu kuwa sehemu ambayo usipokuwa sawa inakufanya uwe sawa. Hivyo sehemu yangu ya hizo rasta natamani siku moja ije kutimiza hilo swala. Jakumbuke vyema maneno yangu kwamba ni lazima uweze kuimaliza hiyo kazi. Nilikuwa naona kwamba kazi itakamilika mimi na wewe tukiwa tuko pamoja, ila Mungu alikuwa na mipango yake mingine juu ya hatima yetu. Ukumbuke wewe ndiye wa mwisho kwa toleo la viumbe wa aina yako, kwa sababu mwanao hatakuwepo. Hivyo ni lazima uweze kuimaliza hii kazi, lakini sio tu kuimaliza hii kazi, bali pia unatakiwa kuhakikisha kwamba unaishi kwa ajili ya usalama wa taifa hili. Lazima uishi Li. Lazima uishi Li. Ilikuwa ni sauti yake ya mwisho kusikika duniani. Othman alibaki ameishika sigara yake akiwa ametulia kimya. Hata ndege nje ya eneo hilo walikuwa wakipiga makelele. Upepo mkali ulikuwa unavuma na tetemeko lilikuwa limetokea kwa dakika 2 mfululizo. Mambo mwingine ulikuwa umeondoka. Mmoja kati ya wanaume wa kazi haswa kuwahi kuzaliwa na kuishi moja kati ya miamba hatari kuwahi kutokea Tanzania alikuwa amepoteza maisha. Ile simulizi ya kutisha maisha ya watu wawili, yani Gavin Luka na Othman Chunga, ilikuwa inaishia kwenye mikono ya Lionela. Babake mzazi alifia kwenye mikono yake, lakini hata babake mlezi pia alikuwa amefia kwenye mikono yake mwenyewe. Alilia mno mwanamke huyo. Alipiga kelele kwa nguvu mpaka mwili wake ukawa kama vile unapiga shoti. Ulitokea mtikisiko mkali humo ndani na hata vitu vikaanza kudondoka na ile milango kuanza kujifunga yenyewe. Macho yake yalikuwa yakiwaka moto huku akiwa anatetemeka. Alimpoteza mtu ambaye alikuwa amebeba tumaini kubwa la maisha yake ya baadaye kwa sababu ya upuuzi wa watu kadhaa, lakini wakati huo tayari alikuwa na jina la mhusika mezani. Masaa 10 baadaye, Lionela alikuwa amekaa eneo tulivu na mumewe halali kabisa wa ndoa. Aliwahi kumpenda mwanaume huyo kupita maelezo na kumwamini kupita kiasi, kwa sababu alionyesha imani. Hiyo ndio maana bahati ya kumwoa binti huyo ikamwangukia kijana Jabari. Imani ilienda kwa muda mrefu mpaka pale ambapo alianza kupata mashaka kumhusu huyo mwanaume. Kwa kumbukumbu zake ni kwamba Othman aliwahi kumtaka wampeleleze kijana huyo kama hana imani naye, lakini aligoma. Aligoma kwa sababu alikuwa anahisi kama vile utakuwa ni udhalilishaji kwa baba mtoto wake, hivyo wazo hilo hakuona kama ni zuri.
Mwanamume huyo alipewa uhuru wa kufanya lolote lile na kwenda popote muda wote. Kikubwa alikuwa anapaswa kuwa makini mno asije akajulikana. Alikuwa anaaminiwa na ndio maana mkewe hakuwa na mashaka kwamba anaweza kufanya jambo la hovyo, japo kuna muda moyo ulikuwa unamwenda mbio. Tupo kwenye nyakati ambazo sio bora mke wangu. Natamani kuwa karibu nawe pamoja na mtoto wetu wakati wote, na natambua kwamba kwa sasa hivi una majukumu mazito mbele yako, na ndio maana na ikosa hiyo nafasi kabisa kwenye maisha yangu. Haupo sahihi mume wangu. Natumaini haya yanaenda kuisha hivi karibuni na familia yetu itarudi kuwa kama mwanzo. Na tumai hivyo ili mke wangu uanze kuniamini tena kwa mara nyingine. Unahisi kwamba sikuamini? Usingelikuwa unaniweka mbali na mwanangu kama kweli unaniamini. Kwa nini hisi jambo kama hilo? Kwa sababu ni mwanangu mimi. Unahisi silijua hilo? Najua unajua, ila nakukumbusha uweze kutambua umuhimu wangu mimi kwenye maisha ya yule mtoto. Hilo halitabadilika kwamba yule ni mwanao. Siku zote ataendelea kuwa mtoto wako tu. Sasa kwa nini muda wote niwekea ukuta wa kumuona? Unaelewa kabisa kwamba mazingira sasa hivi sio salama. Nimefanya kwa ajili ya usalama wake yeye. Kwa hiyo mimi ni hatari kwa mwanangu. Ayu, akimwonyesha kwamba kwani ni hatari? What? Unahisi kwamba naweza kumuumiza mtoto wangu? Kwa kumbukumbu zangu hakuna sehemu nimesema hivyo mume wangu. Sasa kwa nini uniamini? Unajua ni kiasi gani najisikia vibaya? Najua. Unajua kama familia yako imeuawa? Ndio. Jabari alijibu swali ambalo hata yeye mwenyewe baadaye alijishtukia kwa sababu aliona ameharibu mali. Alimeza mate kwa shida sana. Mbona hujanipa taarifa hizo? Kwa sababu niliona umetingwa na majukumu na sikuona umuhimu wake. Familia yako ndio ambayo unaniambia kwamba haukuona umuhimu wake. Kama ungelikuwa unajali kuhusu mimi basi wasingenikataa kipindi kile. Una hakika alikukataa kwamba haulifahamu hili? Mimi nimekuuliza wewe. Umezipataje hizi habari, maana hata mtandaoni hazipo? Nilienda kuwatembelea kwa siri sana, nikakutana na watu. Watu? Ndio. Ulimjua hata mmoja? Hapana. Niliondoka kimya kimya kwa sababu nina imani kwamba wangenikamata. Umefanya nini mpaka wakukamate? Sura yangu inajulikanika kila sehemu. Unahisi kwamba wangeshindwa kunitambua? Kwa hiyo unaamini kwamba nawe pia wangekuwa? Huenda kama wangehitaji kuweza kufuta kizazi kizima. Kwa hiyo hautahangaika hata kutaka kujua kwamba ni nani ambaye amewaua wote. Sitaki hata kujua. Babako alikukosea ndio, lakini ulikuwa na ndugu wa kike na mama yako walikuwa wanahusika nini juu ya hili? Please, sitaki kuzungumzia hizo habari kwa sasa hivi. Ulikuwa umepanga kuniambia hili swala? Ndio. Lini? Wakati ambao ungelikuwa sawa. Kuna jambo ambalo nanificha na silijibu Bagavini. Ni kipi unahisi mimi naweza kukuficha kwako? Lionel alitabasamu kwa sababu bwana huyo alikuwa kidanganya na alilitambua hilo. Unajua nimekaa kwa muda mrefu sana kwa haya yote ambayo yametokea, nimeona sio sawa. Sio sawa kama nikiendelea kuishi na wewe kama mume wangu na baba wa mwanangu, alafu kuna mambo ambayo hauyajui kuhusu mimi na sisi kwa ujumla. Hivyo nimeona kama ni vyema uone baadhi ya maeneo yetu ambayo huaga tunahifadhi hazina zetu, pamoja na makazi ambayo kama kukiwa na tatizo huaga tunaenda ambako hakuna mtu ambaye anaweza kutuona kule. Jabali alimeza mate ikionekana kabisa kwamba alikuwa anafanya jambo hilo. Alimsogelea mkewe na kumlamba denda moja takatifu kweli kweli. Lionela alipokea bila tayana kwa sababu alikuwa ni mumewe yule. Nilikuwa naisubiri siku kama hii kwa hamu sana. Siku ambayo nitakuwa na imani kwamba mke wangu ananiamini vya kutosha. Itakuwa ni siku bora ya kumbukumbu zaidi kwenye maisha yangu yote. Aliruka sarakasi kadhaa kwa furaha na shangwe. Lionela alikuwa ametulia tu anamwangalia bwana huyo kwa umakini, kwa sababu hata kuolewa naye alianza kuhisi ni kama vile alikurupuka kwa kuendekeza hisia, huenda kwa sababu hakuwahi kabisa kukutana na mwanaume mwingine kabla. Ila ilikuwa ni wazi kwamba alikuwa akimpenda Jabari. Jabari alitulia ghafla na kumrudia mkewe. Sijamuona Uthman kwa muda mrefu, analiaje? Sijajua hali yake ipoje kwa sababu nilimtuma huko Jamhuri ya Afrika ya Kati, ila mpaka sasa hivi sijasikia neno lolote kutoka kwake. Nitarajia mpaka kesho anaweza kuwa amerudi. Kuna jambo gani alikuwa ameenda kulifanya huko? Nadhani akirudi nitakupa majibu kamili mume wangu. Kwa sasa hivi tujipe muda aweze kurudi kwanza. Wawili hao ni kama walikuwa wanafikiana yani. Haikuwa kweli kwamba Jabari hakujua kwamba Uthman alikuwa huko, kwa sababu kuna watu wake ambao walimpatia taarifa hizo, na hata habari za Uthman kudungwa na sindano ya sumu alikuwa na taarifa hiyo. Ila hakuwa amemuona wala kumpatia taarifa yake, ila alijua kwamba kuna kitu ambacho hakikuwa sawa. Lionela mwenyewe masaa mengi nyuma alitoka kumpoteza mwanaume huyo kwenye mikono yake, lakini wakati huo alikuwa anadai kwamba hakuwa na mahusiano naye. Kati yao ndege wawili ambao walikuwa wakipendana, kuna jambo ambalo halikuwa sawa msikilizaji. Unaona?
kulikuwa kuna hatari kubwa sana ambayo ilikuwa kutokea mmoja wao, na si wote tunamjua msikilizaji. Au wewe mjui nani atatamputa? Haikuwa kawaida ile siku hiyo ilitokea. Lionela mwenyewe alikuwa anaendesha gari, tena wakiwa wawili tu. Alikuwa anahitaji kumuonyesha mumewe baadhi ya maeneo ambayo yalikuwa ni muhimu sana kwao. Jabari kaonekanika kuwa mwanaume mwenye furaha zaidi kwenye maisha yake. Watu hao wawili walitembea na gari kwenye barabara ambazo zilitengenezwa milimani kwa masaa 2.5 mpaka walipokuwa wamefika sehemu moja ambayo ilikuwa na mti mkubwa ambao ulionekanika kuwa ni wa muda mrefu. Mti huo ulikuwa umezungukwa na maporomoko ya maji, na sehemu moja ya maporomoko hayo ilikuwa na pango kubwa ambalo kwa mtu ambaye hakuwahi kufika huko abadani asingelikuja kutambua kwamba kuna pango eneo kama hilo. Jabari alikuwa ameikumbata simu yake akiwa anapiga picha taratibu bila hata kushtukiwa. Umakini ulikuwa ukizingatiwa kwa kiasi kikubwa sana. Lionela alisogea kwenye lile pango, waliingia ndani, akagusa sehemu moja hivi ya ukuta, taa zikawaka ambazo zilikuwa zimeunganishwa kwenye mawe ambayo yalizunguka pango hilo. Eneo hilo lilikuwa linatisha vibaya mno kwa mtu wa kawaida kuweza kuingia huko. Walitembea kwa dakika 5 mpaka walipokuwa wamefika sehemu ambayo ilikuwa na njia 4. Walikunja njia ya kulia, na baada ya kutembea kwa dakika 1 tu pekee Lionela akasimama. Hapa ndipo ilipo hazina ya familia yangu na kumbukumbu zote za maisha ambayo tumewahi kuyaishi. Historia nzima ya maisha yetu ipo humu ndani, na hivi vyote ni urithi halali kabisa wa mtoto wetu. Jabari alijigusa kwenye shati lake akiwa kama mtu ambaye alikuwa ameduaa hivi kuangalia sehemu hiyo. Alikuwa anaiwasha ni kamera yake ambayo ilikuwa imeunganishwa kama kifungo kwenye shati lake kwa sababu asingeweza kupiga picha kwa kutumia simu yake. Lionela aliweka mkono wake kwenye jiwe moja hivi ambalo liliwaka. Akaingiza namba 20 kwa haraka, ikatokea mionzi ambayo ililengesha kwenye jicho lake. Ile sehemu ikajifunga ndani ukiwa na mlango mzito mwingine wa shaba. Aliweka mkono wake kwenye eneo ndipo pakajifungua moja kwa moja. Sajabali aliweza kuona ndani. Alikuwa anaona ndani, alijikuta akiwa anatoa udenda akiwa na shanga. Eneo la ndani lilionekana kutengenezwa kwa gharama kubwa mno. Hakuamini kama walikuwa ni pangoni. Alitoka tena nje tena kuangalia kama alikuwa yuko sahihi, ila alitambua kwamba lilikuwa ni wenge lake tu yeye mwenyewe. Yale yote ambayo yalikuwa yanatokea pale yalikuwa ni ya kweli kabisa. Kulikuwa na eneo kubwa ambalo lilikuwa kama robo ya uwanja ndani. Eneo hilo lilikuwa limejaa dhahabu na kila aina ya madini. Eneo hilo lilikuwa limetawaliwa na ulembo mkubwa sana isivyo kawaida. Usingeamini kwamba kuna watu walikuwa na maisha ya namna hiyo hapa duniani. Kila kitu kilikuwa kimepangwa kwa ustadi, hata angejumlisha maduka yote ya kifahari Afrika thamani yake isingegusa hata theluthi ya eneo hilo. Mwanaume alibaka medua. Eneo lilikuwa na ulinzi mkali wa mionzi kila kona. Ilikuwa ni ngumu kwa mwanadamu ambaye aliumbwa na tamaa kufika eneo kama hilo na asiweze kuwa msaliti. Kwa hiyo kila kitu kipo mke wangu. Ndio baba. Mliwezaje kuja na wazo la kuwa na sehemu kama hii kwa ajili ya kuhifadhi vitu kama hivi? Hii ilikuwa ni kazi ya babangu, Gavin Luka the Legend. Jabari aliongea akiwa anatikisa kichwa kwa furaha kweli. Kulikuwa na masanduku mengi ya dhahabu ambayo yalikuwa yamepangwa vizuri na yalikuwa yakitumika kuwekea pesa, dhahabu na vitu vya thamani. Haya masanduku ya kazi gani? Kuna dhahabu, vitu vya thamani, lakini humu ndani kuna kila aina ya pesa ambayo inatumika hapa duniani. Ni mabilioni ya pesa. Mke wangu, una mpango wa kuja kufanya nini na mali zote hizi? Alikuwa kizunguka huku akiwa anauliza maswali, lakini alitambua kwamba kamera ilikuwa inabeba kila kitu. Una maana gani kule swali kama hilo? Kwa sababu hizi ni mali nyingi sana. Kwa hiyo nataka kupongeza kuweza kuongoza watu kwa usahihi. Ni wanadamu wachache sana ambao wanaweza kuwa na mali kama hizi na bado wakawa wastaarabu na watu wema kama hii familia. Hizi mali zote ni za mtoto wetu. Moja kati ya zawadi bora mimi kuwahi kumpatia Gavin Jeyara ni kubahatika kumpatia mama kama wewe. Hata mimi sijuti kumpatia mwanangu baba bora na mtu mzalendo kama wewe. Nakupenda mke wangu. Hizi nyakati zimekuwa ni bora kwenye maisha yangu. Siku zote nitakuwa ni mtu wa kukushukuru wewe kwa kuniamini na kunileta kwenye maisha yako. Hii ni hatua kubwa kwangu na sitakaa nikalisahau hili swala. Ni muhimu siku zote kuweza kuyakumbuka mambo kama haya kwa sababu waga yanatokea mara moja tu kwenye maisha. Una mpango upi na hii vita? Kuwaua wote ambao wamehusika. Lakini bado hatuwajui hata majina, tutawajuaje? Usijali kuhusu hilo, nitashughulikia tu. Kwa leo inatosha mume wangu. Nilitaka tu ujue kwamba na kuamini ndio maana nimekuleta kwenye ile eneo ili uone mali za hii familia. Jabari alimbeba mkewe
na kumtoa akiwa anarukaruka kwa furaha kubwa sana. Lionel alimwangalia bwana huyo kwa umakini kisha akawa ameifunga hiyo sehemu kama mwanzo. Walipofanikiwa kutoka nje, Jabari aligeukia ule upande akiwa anautazama kwa umakini, ila alikuwa anachukua video ya eneo hilo kwa usahihi kabisa wakati Lionel akibonyeza kifaa mkononi mwake. Msikilizaji, hii picha unaisoma vizuri? Hebu tuendelee katika sehemu ya 7 hapo tulipoishia. Tuendelea hapo. Hebu tuendelee katika sehemu ya 6 hapo tulipoishia. Tutaendelea hapo. Mimi director wewe mtunzi ni Fabian Babuya. Burudani inaendelea katika sehemu inayofuata, itakuwa ni sehemu ya 6. Unakosaje kwa mfano? Ndani ya SMix app WhatsApp 0677062012 unaweza kupata simulizi mpaka mwisho kabisa bila kusubiri. Inapatikana sasa. Karibu. Na ukaribisha msikilizaji kwenye sehemu hii hapa ya 6 ya simulizi yetu nzuri Gavni Luka, ikiwa ni toleo la 3 la simulizi yetu. Tulikuwa tumeishia pale ambapo Lionel alikuwa amebeba mume wake Jabari na kumpeleka katika mapango yaliyokuwa milimani huko kwenda kumonyesha hazina ya mali nyingi sana. Kukiwa na pesa za dunia nzima, kukiwa na vitu vya thamani, kukiwa na madini, masanduku yamejaa huko na kila kitu. Lakini mwishoni aliuliza bwana, alikuwa ameongea mtaalamu wa kuitwa Jabari kwa nataka kupongeza kwa kuweza kuongoza watu kwa usahihi. Ni wanadamu wachache ambao wanaweza kuwa na mali kama hizi na bado akawa staarabu na watu wema kama hii familia. Akamjibu kwamba hizi mali zote za watoto wetu, moja kati ya zawadi bora mimi kuwahi kumpatia Gavin JR ni kubahatika kumpatia mama kama wewe. Hata mimi sijuti kumpatia mwanangu baba bora na mtu mzalendo kama wewe. Nakupenda mke wangu. Hizi nyakati zimekuwa ni bora kwenye maisha yangu. Siku zote nitakuwa ni mtu wa kukushukuru wewe kwa kuniamini na kunileta kwenye maisha yako. Hii ni hatua kubwa sana kwangu na sitakaa nisahau hata kidogo. Ni muhimu siku zote kuweza kuyakumbuka mambo kama haya kwa sababu huaga yanatokea mara moja tu kwenye maisha. Una mpango upi na hii vita? Kuwaua wote ambao wamehusika. Lakini bado watu wajui hata majina tutawapataje? Usijali kuhusu hilo, nitashughulikia. Kwa leo natosha mume wangu. Nilikuwa nataka tu ujue kwamba na kuamini ndio maana nimekuleta ile eneo ili uone mali za hii familia. Jabari alimbeba mke wake na kumtoa akiwa anarukaruka kwa furaha kubwa sana. Lionel alimwangalia bwana huyo kwa umakini kisha kama amefunga hiyo sehemu kama mwanzo. Walipofanikiwa kutoka nje, Jabari aligeukia ule upande akiwa anautazama kwa umakini, ila alikuwa anachukua video ya eneo lile kwa usahihi wakati huo Lionel akibonyeza kifaa mkononi mwake. Msikilizaji, tulikuwa tumeishia hapo katika sehemu ya 5, tuende pamoja katika sehemu ya 6. Tupate kujua nini kilijili. Mtunzi ni Fabian Babuya, director Oni kutokea hapa Simulizi Max, ndo ambaye niko nyuma ya maiki kukujuza nini kilijili katika mwendelezo wa simulizi. Tunaendelea na mwendelezo wa simulizi yetu. Waliondoka eneo lile. Kumbuka kwamba ndani ya lile pango kwa ndani kabisa kulikuwa na njia zingine. Baada ya wao kuondoka tu kuna watu ambao walionekanika kuwekwa mahali pale. Uwepo wao ulikuwa ni wasiri kubwa sana, ulikuwa umetokea kwenye zile njia zingine kutoka kwenye lile pango. Watu wale walikuwa wamevaa sare nyeusi na vitambaa kama maninja. Walianza kuelekea kwenye lile eneo ambako kulikuwa kuna ile hazina. Walifika ile sehemu na mmoja alionekanika kuwa mwenyeji wa ile eneo kwa sababu alifungua vizuri kabisa na eneo lile likawa wazi kabisa. Wakabaki wakiwa wanatazamana na zile mali za kutosha. Kuna namba za siri ambazo alikuwa amezingiza, ile mionzi ikapotea. Walisimama kwa dakika moja na kila mtu akiwa makini kuangalia. Ndipo yule kiongozi wa msafara huo kama ametoa kitambaa usoni. La haula, alikuwa ni Mabanzi mwenyewe. Huu mzigo unatakiwa kuhamishwa hapa kwa saa moja tu uwe umepelekwa kwenye hazina kubwa. Ndio ilikuwa ni kauli yake, na mara moja watu hao wakaanza kulifanya hilo zoezi. Ilionekana kabisa kwamba kuna mambo ambayo yalikuwa yanaendelea kwa siri kubwa sana bila baadhi ya watu kuelewa yaliyokuwa yanaendelea. Timotheo Ganze, mwanaume wa kazi, moja kati ya watu ambao mkurugenzi hakuwa na shaka nao kwenye kazi zao, mpelelezi wa kuaminika kutoka ndani ya TIGI, alikuwa anarejea kutoka kwenye majukumu ya mwisho ambayo alikuwa amepewa na bosi wake. Mara ya mwisho kabisa bwana huyo alikuwa amepewa kazi ya kumfuatilia Irene ambaye jina lake halisi alikuwa anaitwa Austin Biarugaba. Ni yule bibi ambaye alikuwa amefanya mauaji kule uwanja wa afisi na kutimka.
Baada ya kuona hakuna namna ya kuweza kumpata kirahisi, alipewa ruhusa ya kwenda kwa Bukoba huko kwenda kumtafuta sehemu ambako yalikuwepo makazi ya mama yake. Huenda yeye alikuwa anajua kazi hiyo ingelikuwa ni nyepesi tena ambayo ingeweza kuisha kwa muda mfupi tu mpaka pale ambapo alienda kukutana na mambo ya ajabu huko. Mwanamume alikuwa amerudi nyakati za jioni ya mapema akiwa ofisini kwa bosi wake kuweza kutoa ripoti kamili ya hiyo kazi yake ambayo ilimfanya akapotea kwa siku kadhaa. Ni muda kidogo umepotea Timothy. Taifa linakumbwa na mambo mengi sana. Nina imani kwamba utakuwa umerudi na taarifa ambayo ni njema kwangu, si ndio? Nasikitika kusema kwamba hakuna wema wote kiongozi. Ukiwa na maana gani kusema hivyo? Mambo yajaenda kama ambavyo tulikuwa tunatamani yaweze kwenda. Kimetokea nini? Wote wamekufa. Nani na nani? Irene na mama yake. Kama umeuliwa nyumbani, kwa nini sasa umetumia muda mrefu namna hiyo mpaka kurudi tena? Hawakuuliwa nyumbani. Kivipi? Nilipofika kule, nilikuta yule mama alikuwa ameshaondoshwa tayari, ila kwa bahati mbaya kuna watu wawili ambao walikuwa wamebakishwa pale. Nafikiri kwa ajili ya kuhitaji kujua kwamba ni nani ambaye angeenda baada ya yale kutokea. Wale watu ndio ambao mimi nilidili nao. Na wakaniambia kwamba mama yake alikuwa ameondoshwa na kupelekwa mahali ambako alikuweko mtoto wake huko Kenya. Alinitajia eneo na sehemu husika. Nikafanikiwa kwenda kule na kukutana na maiti mbili za mama na mtoto japo ilikuwa ni siku ya pili yake. Baada ya pale nikawa nimeanza kufuatilia ili kujua kama wahusika walikuwepo, lakini baadaye nikagundua kwamba hawakuwepo. So waliua ili kupoteza ushahidi wasije wakatambulika kwamba ni akina nani walikuwa wamehusika na tukio hilo. Ndio. Bila shaka watu walikuwa wanahitaji kutugawa tu na kutuchanganya, kushambulia lile eneo ili tuzidi kupagawa. Umefanikiwa kujua kwamba ni kwa nini Irene ndiye alikuwa ametumika? Walikuwa wanajua historia yake kwamba alikuwa ni binti mwenye maisha magumu huko kwao. Alikuwa anatamani kuweza kuyafikia maisha mazuri bila kujali kwamba angeweza kutumia gharama gani kuweza kuyafikia. Kwa hiyo walitumia hiyo nafasi kwa kuwa walitambua kabisa angefanya kazi kwa ufanisi, hususani akiahidiwa maisha mazuri, na ndilo ambalo limetokea. Maskini binti mdogo ameua ndoto zake kwa tamaa za muda mfupi tu. Asizani kama alikuwa na chaguo jingine, kwa sababu bado angemuua tu. Kwa nini uwanja wa afisi? Eneo ambalo halina ulinzi. Jinafikia kirahisi na hata mhusika akifanya tukio ni rahisi sana kutoroka. Halafu pia ni eneo ambalo ni kama vile limepuuzwa na serikali hivi, kwa hiyo wanaona kwamba ni sehemu sahihi kufanyia hayo mauaji ili kuendelea kununua muda wa kufanya mambo yao, hususani baada ya wao kuona kwamba haupo kwenye meza moja na rais. Hivyo walitambua kwamba wakati wao wakiwa wanazungushana na rais, wewe unatakiwa kuwa na jambo ambalo litakuwa linakuweka mbali nao, kwani ungeanza kulifuatilia na muda huo wangeweza kuutumia kuweza kufanya mambo yao. Hiyo inaleta maana na wapongeza kwa hilo. Lengo lao kwa asilimia kubwa limefanikiwa. Kwa hiyo sasa hivi nini kinachofuata mheshimiwa? Unakaa kando kwenye ile jambo. Samahani, umesema unatakiwa kuishia hapa. Serikali Tanzania inashukuru kwa kushughulikia kesi hapa kwa ukubwa namna hii. Unanitania sio mkuu? Amina wetu na utani. Kwa nini unafanya hivi na unajua kabisa kwamba sehemu ambayo tupo uone kama taifa lipo kwenye hatari kubwa sana? Unahisi sijui hilo? Basi unajua pia kwamba hauwezi kuendelea kufanya kazi ambayo nimeanza nayo tangu siku ya kwanza. Ndio maana nimekushukuru. Nini kimetokea? Nimeingia makubaliano na Lionela kwamba mimi natakiwa kukaa kando na haya mambo mpaka yaishi. Ili weje? Kuna watu baada ya mambo kutokea tunatakiwa kuwa hai. Kwamba kwa sasa hivi imekuwa mwoga. Hakuna watu ambao tunatakiwa kubaki kulinda taifa hili Timothy. Kwa mujibu wa nani? Lionela. Sitaki kuamini mkuu umekuwa hovyo namna hii. Kwa sababu tupo kwenye mazungumzo ya kawaida, basi hata kauli yako nitapotezea, ila nisikilize kijana wangu. Siasa ipo tofauti na unavyokunaiona na kuambiwa kuihusu. Huenda kuna mambo mengi sana ambayo unayajua, ila kwenye ufanyaji wa maamuzi wa hayo mambo unajua bado huyajui. Unamaanisha kitu gani? Mimi tunatakiwa kuwa hai mpaka mwisho wa hili. Kazi yetu kubwa ni kulinda usalama wa taifa hili, kuilinda katiba ya taifa hili na kumlinda rais wa taifa hili au hatari yoyote ambayo inahatarisha usalama wa taifa letu. Kwa maelezo yako ni kama vile umemkatia tamaa rais. Ndio. Ni miongoni mwa kazi zako za muhimu kwa katiba. Sio kama enda anayevunja katiba. Ila ni jukumu letu kumlinda. Nisikize bwana mdogo. Sijali tena kuhusu rais kulindwa au ndugu zake, kikubwa kama yeye mwenyewe haoni umuhimu wa taifa lake. Unataka kila siku niwe namkumbusha? Hiyo ni kazi yako. Basi alipaswa kunisikiliza tangu mwanzo, kwa sababu tusingefikia hapa tulipo kwa sasa hivi. Wewe ni kiongozi ajaye
ndio maana unatakiwa kuwa hai. What? Hili taifa limeharibiwa kwa sababu ya mifumo mibovu. Limefanyika kuwa taifa la washikaji kwa sababu hata kazi wanapeana kwa kujuana tu. Wamejazwa na watu ambao hawana uwezo, ila ni kwa kuwa tu wanamfahamu fulani basi wana nafasi kubwa sana tu serikalini. Kwa maana hiyo taifa hili kuna mahali naenda. Hivyo inatakiwa hii mifumo iweze kubadilishwa, waingie watu ambao wana uchungu na maendeleo ya taifa hili. Unataka kuwa rais sio? If that is what it takes to rebuild this great country, then yes I am. Akimaanisha kwamba kama ndio unahitajika kuweza kulijenga hili taifa kubwa, basi niko tayari. Kwa nini unayafanya haya? Unajua kabisa kwamba sijawahi kuipenda ile familia, lakini kwa hili hata wewe mwenyewe unaelewa kwamba Lionela yupo sahihi. You don't want to kill the president, don't you? Akimaanisha kwamba huna mpango wa kumuua rais, si ndio? Siwezi kumuua rais, ila just watch and learn, kwamba wewe subiria na ujifunze. Unataka kunifanya kuwa nani? Mkurugenzi wa TIGI. Wote tunajua hilo haliwezekani. Kwa nini isiwezekane? Kwa sababu sipo tayari. Una sababu zingine? Mimi sina uzoefu kwenye nafasi hiyo. Umri wangu bado mdogo, unaniambiaje kwamba natakiwa kuongoza taasisi kubwa kama hiyo? Hapana kiongozi, siwezi kabisa kufanya jambo kama hilo. Ili nije kufanya makosa mengine ya kuweza kulingiza taifa kwenye hatari kubwa kama ambayo imetokea kwa miaka zaidi ya 30 sasa. Awe ndo mtu pekee ambaye nakuamini kwa sasa. Nitakuteua kuwa DG wa TIGI na nina uhakika kwamba utakuwa ni kiongozi bora. Timothy alishangaa kuona bosi wake amemganda kwenye swala hilo ambalo hakuwa hatari kabisa kwa wakati huo. Kuona maanisha kwamba tuna kikatia tamaa kila kitu. Hapana, tunaenda kusafisha taifa na kuanza upya kwenye kila kitu. Na unaweka gani kwamba hutafanya makosa kama ambao wamefanya marais wenzako? Kwa sababu mimi sio wao. Hivyo tu. Nimeishi kwenye zama mbili za hawa watu nikiwa kama kiongozi wa usalama. Nimepoteza watu wengi na nimejifunza mengi pia mambo. Nalijua hilo. Basi unajua kwamba na maanisha ambacho nakisema. Kwa hiyo kwa sasa hivi wewe nenda mahali upate muda wa kupumzika, subiri mpaka utakapokuona simu yangu. Na nikikupigia tu hakikisha kwamba unaipokea. Hili sio ombi bali ni amri. No offense sir, but FCKU. Timothy alimtukana bosi wake bwana. Hiyo kauli na kutoka humo ndani. Mkurugenzi baada ya kusikia alitabasamu tu mpaka meno yote yakaonekana. Ilikuwa ni kauli ya kuonyesha kwamba kijana wake alikuwa amekubaliana naye japo hakupendezwa, kwa sababu alikuwa akipenda kazi yake ila hakuwa na namna. Kwa hiyo alichokuwa ameambiwa hicho na bosi wake kilikuwa ni kitu sahihi kabisa. Alitamani kuwa sehemu ya jambo hilo mpaka mwisho, ila alitakiwa kukaa kando kwa wakati huo. Kuna watu ambao walikuwa wanatakiwa kumalizana na hiyo kazi. Mkurugenzi alitoa simu yake na kuitafuta namba ya Joseph wakati ambao usiku ulikuwa umeshaanza kuingia. Alipiga namba ya mwanaume huyo lakini haikupatikana. Ni jambo ambalo lilimtisha kwa sababu alikuwa anataka kumzuia kwamba waachane kabisa na ile kazi ambayo aliwapatia, na haikuwa kawaida kabisa mwanaume huyo kukatika hewani. Alitambua kabisa kwamba watu hao kuna jambo lilikuwa linaendelea. Baada ya kuona imekuwa ngumu, aliamua kumpigia simu bosi wao, yani CDF Elizabeth Throne. Hata simu iliita kwa muda mrefu bila kupokelewa. Hakuona kama kuna usalama wa kutosha, hivyo alitoka haraka sana kuelekea kwenye nyumba maalum ya mwanamke huyo ambayo alikuwa akiitumia akiwepo kwenye hali ambayo sio nzuri. Ilikuwa pembezoni mwa bahari. Kai Aiden alitumia nusu saa tu akiwepo kwenye suti yake ya blue kufika kwenye hiyo nyumba. Alikuwa anafahamika hilo eneo, hivyo hata walinzi hawakumzuia kabisa. Akaingia mpaka ndani kwenye sebule ambayo ilikuwa karibu na balcony. Eneo hilo lilikuwa limefunguliwa vioo, hivyo ulikuwa unaweza kuona mandhari nzuri ya bahari na upepo safi ulikuwa unapiga. Mwanamama Elizabeth alikuwa anaivuta sigara kwa hisia kali sana, huko akiwa hana hata nguo hata moja kwenye mwili wake. Mwili ambao ulikuwa umenona haswa, haukuwa na vazi lolote ndani yake. Kipi kimekupata Eliza? Mkurugenzi aliuliza swali ambalo halikuonekanika kumshtua kabisa mwanamama huyo, na ndio kwanza aligeukea upande wake na kuyapanua mapaja yake kiasi kwamba ikulu paka baki wazi kabisa yani. Kai, mimi nakujua vizuri na ninakuheshimu. Najua kabisa kwamba hauwezi kuja hii sehemu kama hauna shida au hakuna jambo ambalo unalitaka kutoka kwangu, tena usiku kama huu, lakini kwa bahati mbaya sasa hapa akili yangu haiwezi kukusaidia kwa lolote lile kwa sababu hata sijaelewe. Una maana gani? Weka pembeni habari za mimi na wewe kuheshimiana, ila kwa leo nakuhitaji sana. Nahitaji unisaidie kuniondolea hizi hisia kali sana za ngono, kwa sababu zinanifanya nishindwe hata kuwaza mambo ya msingi. Hivyo ukishindwa kunisaidia hilo, sina imani kama hata nitakusaidia hilo ambalo limekuleta hapa. Unataka mimi nifanye mapenzi na wewe? Nadhani umenielewa. Go FCK Yourself Eliza. Akimwambia kwamba anataka kaifanye mwenyewe. Basi nitie kijana yote wakati unatoka nje hapo, aje nimalize hamu zangu.
Aliongea kwa jazba mwanamama huyo, jambo ambalo limfanya Kai kugeuka na kurusha hatua zake mmoja tu mbele. Alisema mwenyewe kwa sababu hakuna wakati ni bora uonekanike mjinga lakini ufanikishe mipango mikubwa kuliko kujifanya mjanja halafu utoke bila kufanikiwa kwa jambo lolote lile. Alirusha koti lake pembeni na kwenda kumbeba mwanamke huyo na kumpeleka kwenye sofa refu. Ilipigwa mechi nzito hapa ya dakika 55 mpaka mwanamume huyo akawa anahema mithili ya kuku ambaye hakuwa na uwezo wa kuendelea na mbio tena baada ya kukimbizana kwa muda mrefu. Kuna namna naanza kuwaelewa watoto wadogo kuwataka zaidi wazee kama nyie. Licha ya utoaji wa pesa wenu, lakini hata kitandani mnayaweza ya mambo nyinyi. Anadhani muda ambao unatakiwa kujua yalionileta hapa na kusikiliza. Simpati Joseph kwenye simu. Mara mwisho ulikuja kunililia hapa unamuhitaji kwenye kazi, jambo ambalo amefanya kama unavyotaka wewe. Unataka kumpata au unahitaji kumpata kwenye simu? Ni muhimu Eliza, tafadhali. Unataka nini kwake? Nataka nimzuie kufanya hii kazi. Kwa nini? Nitalisimamia mwenyewe. Kuna kitu hakipo sawa kwa Kai. Huenda ni kweli, ila anatakiwa kuzuiwa sasa hivi kabla hajaenda mbali zaidi. Eliza alinyanyuka akiwa anatikisa sehemu zake za nyuma na kwenda kwenye drone ndogo hivi kwenye meza. Alitoa simu na kumpelekea bwana Kai ambapo kuna ujumbe ulikuwa umeandikwa ndani yake. Aliusoma na kuirushia simu mezani. Kwa nini amekata mawasiliano kirahisi namna hii? Kwa sababu anafanya kazi ambayo ulimtaka afanye. Anaenda kufa Eliza. Tunatakiwa kumzuia. Akifa amefia kazini kwa sababu ulimuomba wewe na akakubali. Nashukuru kwamba sikumpatia amri ya kufanya hayo, hivyo mimi alinipatia hiyo taarifa tu kwamba anaenda kuifanya hii kazi kwa ajili ya taifa lake na ni lazima aifanye. Kwa hiyo sioni sababu ya wewe kuweza kuwaonea huruma makomando ambao wako tayari kuyatoa maisha yao kwa ajili ya taifa lao. That was a mistake Eliza. Wakienda kuifanya hiyo kazi lazima watakufa. That's not your call to make Kai. Akimaanisha kwamba sio jambo unataka kuliongelea wewe. Please. Kwanza umeniingiza kwenye hili jambo ambalo hata sihusiki kabisa. Hii ni kazi yako wewe. Ukiona mipaka ya taifa hili hapa ikimeingia kwenye hatari, basi muda wote niite mimi. Ukiona kuna sehemu ambayo jeshi linahitajika, nipigie simu muda wote. Lakini kuhusu intelligence na hivi tena majasusi, unajua kabisa kwamba hainihusu. Hivyo usitarajie kwamba nitawaingiza vijana wangu mtaani kwenda kuwatafuta wenzao. Futa kwenye kitu chako. Kwanza nataka nikwambie jambo moja. Haya mambo yenu kila siku yamenichosha, na tamani nikapumzike sehemu ambayo hakuna mtu atakuja kunisumbua tena. Sehemu ambayo nitapata amani ya milele Kai. Sehemu ambayo hata wewe mwenyewe hautaweza kama kunifikia mimi tena. Unajua kabisa kwa kazi zetu hilo haliwezekani. Kai, we can FCK as much as you want or get the FCK out of my house. Akimaanisha kama unaweza kufanya mapenzi kama unavyotaka, lakini kama uwezi basi au utoke ndani ya nyumba yangu. Mkurugenzi alitambua kabisa kwamba hakuna msaada ambao alikuwa anaenda kuupata hapo zaidi ya kupoteza muda wake, hivyo aliamua kuondoka. Lakini kuna kauli ni kama haikuipa uzito, ila ilikuwa na maana kubwa sana. Huenda kufanikiwa kuelewa pale ambapo mwanamume huyo alimwambia kwamba anahitaji kuwepo sehemu ambayo angepumzika kwa amani milele. Oho, tatizo hilo. Steven Deiwaka ni jina la kijana mstaarabu na mwenye akili nyingi, japo hakubahatika kuweza kubukua vitabu darasani. Kijana Steve alikuwa ni mwenyeji wa Tandika, na ndio mitaa ambayo ilimlea mpaka siku ambayo nikanika hadharani akiwa anaelezea kwa mapana familia ya Lionela. Kijana huyu alikuwa kwa mantilie akiwa anaonekanika kuwa ni shabiki mkubwa wa familia. Namna alivyokuwa akiachambua yale matukio ndio sababu ambayo ilimvutia mtu ambaye alikuwa pembeni yake, Bwana Mabanzi, ambaye alikuwa anakatiza kwenye mitaa hiyo. Licha ya kwamba watu wao walikuwa na pesa nyingi mno, lakini hata wao kuna wakati walikuwa wanatamani kuishi maisha ya kawaida tu kama watu wengine, na ndio maana mara moja walikuwa wakijichanganya mtaani. Haikuwa kwa ajili ya kukutana na watu wa mtaani tu, bali kulikuwa na sababu zingine kubwa tatu. Sababu ya kwanza ilikuwa ni kufanya tafiti kuweza kujua aina ya maisha ambayo watu walikuwa kiaishi mtaani. Hivyo ilikuwa ni rahisi kwa wao kuweza kutambua kwamba ni watu gani ambao walikuwa wakihitaji msaada wao kwa wakati huo. Jambo la pili ilikuwa ni kuwasaidia wao kukusanya taarifa kwa ajili yao wenyewe. Hii ilikuwa inawarahisishia wao kuweza kutambua kama kulikuwa kuna hatari na kuja kwa upande wao, hivyo wakiona hali kama hiyo walikuwa wanachukua tahadhari mapema. Sababu ya tatu kupita mtaani ilikuwa ni kuwasaidia kuweza kuwapata vijana ambao wangelikuja kuwa sehemu ya familia hiyo kwa baadaye. Na ndio njia pia ambayo ilitumika kuweza kumpata Jabari kuwa sehemu yao, kwa sababu Mabanzi alimpatia kijana huyo Buguruni ambako kwa mara ya kwanza walikutana ana kwa ana. Lakini njia hiyo pia ilitumika kuweza kumpata kijana Steven ambaye
naolewa kwa miezi 6 ya mazoezi makali na ya kutisha, na baadaye akaja kuwa mmoja wao ndani ya familia hiyo. Steve kila siku ya Mungu alikuwa anapewa mazoezi makali ambayo kwa baadaye yalikuwa ni kama msosi kwa upande wake, kwani aliyazoea na kuyapenda, naye akawa ni sehemu muhimu ya familia. Kijana huyo alikuwa kiishi na mdogo wake wa kike ambaye alimpenda mno, lakini alihakikishiwa maisha na watu hao, na ni kweli tangu aingie kwao hakuwahi kukutana na tatizo lolote lile ambalo lingeweza kutatulika kwa njia ya pesa. Steve alikuwa ni rasmi sehemu ya GLCs chini ya Mabanzi, ambaye sehemu kubwa ya vijana wengi yeye ndiye alikuwa akiwaingiza huko baada ya kukaa nao kwa muda mrefu na kuweza kuwatengeneza mpaka kuwa watu hatari mno. Kazi ya kwanza ya Stephen kuifanya alifanyia TIA, ambapo baada ya wale wanaume ambao walikuwa uwanjani wamemzunguka Riam, mmoja alipojaribu kumshambulia alifumuliwa risasi ya kichwa na mdunguaji ambaye hawakumjua. Baadaye Mabanzi alipokutana na Rayaka alimwambia kabisa kwamba kijana wangu ndiye alipiga risasi. Kijana ambaye alikuwa anamzungumzia alikuwa ni Steve. Waweza kumuita Steven Deiwaka kwa sababu ndilo lilikuwa jina la baba yake mzazi ambaye kwa wakati huo alikuwa ni marehemu. Tandika sokoni. Kwa watoto wa mjini wale ambao waga wanahisi kwamba jiji ni la kwao, ni sehemu ambayo kibiashara ipo vizuri japo ni yale maisha ya kawaida, hali ambayo waga inafanya eneo hilo kuwa na watu wengi mara nyingi kutokana na shughuli zake ambazo zinaendelea mahali hapo. Usiku wa saa 1 kuelekea saa 2 kulitokea mtafaruku eneo la sokoni. Mtafaruku huo ulisababishwa na makelele ambayo yalitopaka kila kona tena ghafla kabisa. Watu walionekanika wakiwa wanagombania vitu na kurundikana sehemu moja, hali ambayo iliwafanya wengi kusogea ili kuweza kujua kwamba ni jambo gani lilikuwa linaendelea nyakati hizo. Kuna mwanaume mmoja alikuwa amesimama juu ya meza akiwa na pama kichwani mwake, huku usoni akiwa amevaa kitambaa ambacho kiliufunika uso wake vizuri kabisa, akawa haonekaniki kwamba alikuwa nani. Bwana huyo alikuwa ana begi kubwa 2 na begi hizo zote zilikuwa zimejaa pesa. Mwanaume huyo alikuwa anazigawa pesa eneo hilo kwa kuzimwaga hewani, zikawa zinapepeluka, na ndio sababu ambayo iliwafanya watu kujazana hiyo sehemu kwa wingi. Jiji lilikuwa na jua kali, pesa ilikuwa ngumu mno kuipata, alafu mtu anaonekana tu akiwa anarusha pesa kirahisi namna hiyo. Kuna watu hawakuwa tayari kuweza kuona jambo kama hilo likiwa linawapita. Ile hamu ya kila mtu kupata riziki ndio ambayo iliwafanya watu kuwa wengi mno eneo. Polisi wakaonekanika wakiwa wanakuja kwa wingi hapo, hali ambayo ilimfanya bwana yule kuanza kukimbia na mabegi yake huku akiwa anarusha pesa hewani, zikiwa zinatawanyika kila sehemu. Hivyo watu wakawa wengi mno kiasi kwamba hata polisi hawakufanikisha jitihada zao za kuweza kumtia bwana yule nguvuni. Zoezi lile kuna watu ambao walikuwa wanalionyesha mubashara kabisa usiku huo. Bwana yule alirusha pesa zote kwa pamoja, zilikuwa ni pesa za 10,000. Hali hiyo ilipelekea pesa hizo kupepelushwa na upepo ambao ulikuwepo, hivyo zikatawanyika kila sehemu. Polisi walipofanikiwa kufika sehemu ambayo mara ya mwisho walimuona yule bwana hakuwepo, alikuwa ameondoka. Mpaka baadaye wakati wanaanza kutumia mabomu kuwatawanyisha watu, muda haukuwa rafiki kwao, waliachiwa manyoya tu. Aliyekuwa anagawa zile pesa mtaani kwake alikuwa ni Steven Deiwaka. Alikuwa anajisikia vizuri kusaidia watu wake, lakini hakwenda pale kiasala. Alikuwa ameenda pale kwa kazi maalum. Lengo la uwepo wake eneo lile, alikuwa yupo kwenye operation maalum ya kuwatafuta watu ambao walikuwa hapo kinyume nao. Lionela alikuwa amefikia makubaliano na mkurugenzi Kai Aiden, hivyo alitambua kwamba kiongozi huyo alikuwa amejiweka kando. Alikuwa na jina la mtu wake kwenye mkono wake, lakini alikuwa anataka kwanza kuwapata watu ambao wangelikuwa wamejificha ili waje kuwashambulia kwa baadaye. Alikuwa anahitaji kumaliza kazi moja kwa moja, kwa kuwa mara ya kwanza alihisi kuna watu walibaki, kuna kazi ambazo hazikuisha, na ndio maana mambo yalikuja kurudi tena baadaye. Hakuwa tayari kuweza kuyarudia makosa yale ya mwanzo, na ndio maana wakati huo alikuwa anahitaji kabla ya kuwapata vigogo, angeanza kwanza na wale wengine ambao wanaishi kando kwa kutokuweka wazi utambulisho wake. Watu hao walikuwa na akili nyingi, hivi walitambua kwamba kwenye maeneo yenye mwingiliano wa watu mkubwa ndio maeneo ambayo watu ambao wanawatafuta lazima wasingelikosekana. Ndio maana ikawa ni sababu nzuri ya wao kwenda kutega Tandika, maana walitambua umuhimu wa sehemu kama Tandika kwenye hizo kazi ambazo walikuwa wanazifanya. Stephen baada ya kuhakikisha amemaliza kazi yake, alianza kuondoka lile eneo taratibu bila hofu. Alikuwa anatizama kila kona ya eneo hilo kwa sababu kuna jambo ambalo alikuwa amelitega. Alielewa kabisa kwamba kuna watu ambao kwa muda aliyokuwa ametumia pale lazima wangeanza kumfuatilia tu,
na ndio sababu hakuondoka pale kwa uharaka zaidi ya kutoka akiwa mdogo mdogo. Alipofika kwenye kona moja alihisi kuna mtu alikuwa anamfuata kwa nyuma. Alisimama na kugeuka. Baada ya sekunde 5 akaona hakuna kitu. Baada ya sekunde 5 akaona hakukuwa kitu. Ni kweli kwamba kwa nyuma yake kuna mwanaume mmoja alikuwa akimfuatia taratibu, akionekanika alikuwa anahitaji kujua kwamba bwana huyo alikuwa anaelekea wapi. Muda wote ambao Steven alikuwa anatumia kuweza kuwepo ile eneo kugawa pesa, kuna watu kweli walitambua uwepo wake. Alikuwepo mwanaume mmoja ile eneo. Alivuta simu yake na kutoa taarifa mapema. Utoaji wake wa taarifa uliambatana na yeye mwenyewe kufuatilia kwa umakini kila hatua ambayo ilikuwa inafanywa eneo lile, kuhakikisha kwamba hampotezi kabisa yule kijana. Hivyo ilikuwa ni sahihi kwamba Steven alihisi kufuatiliwa na mtu, kwa sababu ndio ulikuwa uhalisia wenyewe. Mwanaume yule alikuwa akija nyuma taratibu, lakini baada ya kuhisi mwenyeji wake amemshtukia, alijivutia pembeni na kujibanza ukutani. Steven alitabasamu baada ya kugundua kwamba mtego wake umeenda sawa na hesabu ambazo alikuwa nazo kwenye akili yake. Akaendelea kutembea kwa saa nzima, bwana yule akiwa anamfuatilia kwa umakini. Alikuwa kwenye baadhi ya mitego, baadaye akagundua kwamba hakuwa mtu mmoja tena, walikuwa ni wengi. Wakati huo ndilo jambo ambalo yeye alikuwa analihitaji. Baada ya kuona hesabu zimekamilika, aliangalia saa yake na kunyoosha njia moja ambayo ilimsaidia kuvuka barabara kuu na kwenda kujibanza sehemu. Aliona wanaume 8 tofauti wakiwa wanavuka, huku kila mtu akijifanya kuwa na mambo yake mwenyewe. Alisikitika na kujitokeza eneo la wazi, kisha akawa anatembea bila hata hofu. Safari yake ilienda kuishia kwenye jumba moja ambalo likanika zamani kuwa nyumba ya wageni, ambalo lilikuwa limejengwa kwa ubora mkubwa, ila kwa sababu za kutokutumika kwa muda mrefu ndio maana halikuwa likionekanika kuwa vizuri. Aliingia kwenye hilo eneo na kupitiliza ndani. Wale wanaume ambao walikuwa wanamfuatilia hawakumpatia nafasi ya kuweza kukwepa. Walikuwa wanakula naye sahani moja mpaka hapo. Nao waliingia ndani mpaka ndani ya geti ambalo lilikuwa liko wazi. Eneo hilo lilikuwa na uwanja mkubwa, na ndipo mabwana wale wakaonekanika sura zao halisi. Alikuwa amesimama upande wa mbele, alikuwa akifahamika vizuri kabisa, Joseph Zagamba, shemeji yake na rais, na ndiye ambaye alikuwa yuko eneo hilo. Aliyekuwa Tandika alikuwa ni komando mwenzao, na muda ambao alikuwa amewapatia taarifa wote walijikusanya eneo hilo, kwa sababu walitambua kabisa kwamba kijana huyo angewapeleka mahali ambako wao walikuwa wanataka kufika, na walielewa kabisa kwamba wangeenda kukutana na Lionela mwenyewe. Kuna kitu hakipo sawa, aliongea komando mmoja akiwa anakagua mazingira eneo hilo kwa kuyatazama tu. Umeona nini? Na hizo ni mtego. Kivipi? Ni yeye ambaye alikuwa anatuhitaji sisi tumfuatilie. Hawezi kufanya jambo la hatari kama hilo. Ameshalifanya tayari. Sasa tatizo liko wapi? Ni kwamba yeye alipewa tu kazi ya kutufikisha hapa. Ina maana kwamba amefanya haya yote ili akutane na sisi. Ndio. Hawezi kufanya jambo la hatari kama hili. No. Sisi ndio ambao tumejiingiza kwenye hiyo hatari kwa kukurupuka. Unaongelea jambo gani? Lionela yuko hapa. Yule bwana aliongea kionyesha kuwa na uhakika mno. Umejuaje hilo? Yule mtu hakuna anajua kabisa kwamba tunamfuatilia. Mpaka anatuleta kwenye eneo ambalo limetelekezwa kama hili. Maana yake ni kwamba alihitaji tuwe mbali na eneo la watu. Kwamba Lionela ndiye ambaye alikuwa amempatia kazi ya kutuleta si hapa. Ndio. Nadhani ni jambo la kufurahia hilo. Sio kweli ndugu yangu. Tumejileta kwenye kabuli kwa sababu kushindana na huyu mwanamke tulikuwa tunatakiwa kuwa na mpango mzuri na namna ya kuweza kumfikia, na sio kukutana naye ana kwa ana kama hivi. Tutumie silaha za moto. Haiwezekani. Polisi wako karibu na jambo hili likifahamika, basi kumbuka hata CDF atatukataa kwa sababu hatupo hapa kwa amri yake. Maana yake ni kwamba kama akitukana yeye, basi tutaonekanika kwamba sisi ni wasaliti jeshini, hivyo tutakumbana na adhabu kali sana. Kwa hiyo tunataka kufanya nini? Kila mtu anatakiwa kupambana kwa namna ambavyo anaweza yeye kuokoa maisha yake. Lakini sio pamoja tu. Ni hatari zaidi akiwa peke yake kuliko akiwa na vijana wake wengine. Yule bwana mdogo katuleta hapa tuje kufa. Maneno ya mwenzake alikuwa ameushika mnyororo mmoja, huku akiwa anaikunja ngumi vizuri. Aliwatisha wenzake, maana wao ni kama bado alikuwa gizani. Ni yeye pekee ambaye alikuwa anaelewa kipi ambacho kinaendelea. Watu hao walitamani kujua kwamba Lionela yuko wapi, kisha ndipo wajue namna ya kuweza kumvamia, ila walishtuka wao ndio walikuwa wamepelekwa mahali ambako mwenzao alidai kwamba mwanamke huyo yuko hapo. Hivyo walikuwa wameingia vitani kwa lazima, jambo ambalo aliona kwao litakuwa ni hasara nyingi sana. Joseph Zagamba mpaka wakati huo hakuwa ameongea lolote lile. Alikuwa kimya kama mtu ambaye alikuwa amekatwa ulimi. Hata yeye mwenyewe alikuwa ameelewa maneno ya kijana wake, kwa sababu alikuwa yuko sahihi. Jambo pekee ambalo alikuwa anajiandaa nalo ni kwamba Lionela atatokea sehemu gani kwa hapo ambapo walikuwepo. Yupo karibu na tulipo. Kuna mita kadhaa tu mwili wangu unahisi kuna mtu.
Kaeni kwa umakini mkubwa sana kwa sababu hajaja hapa kuongea wala kufanya makubaliano bali amekuja hapa kuja kutua wote. Joseph aliongea kwa tahadhari huku akiwa anavuja jasho sehemu nyingi ya mwili wake. Watu walianza kuangaza kila sehemu ili kujua kama wangeweza kumuonea wapi huyo mrembo ambaye ilikuwa ni rahisi sana kumuongelea akiwa mbali, lakini alikuwa akiwa karibu anakuwa ni binadamu wa kutisha ambaye anaogofya kuliko hata wa magonjwa hatari. Watu wawili walikuwa wako sahihi. Juu ya paa la nyumba hiyo ya wageni kulikuwa kuna mtu ambaye alikuwa anawaangalia watu hao wakiwa hapo wakinamjadili yeye. Mwanamke huyo alikuwa amesimama hapo tangu wanafika akiwa anawaangalia. Mwilini alikuwa amevaa mavazi meupe ila kitambaa kilikuwa cheusi ambacho alijifunga usoni. Nywele zake zilikuwa zimetengenezwa kwa rasta. Ni rasta ambazo zilikuwa ni za mtaalamu wa kazi Othman. Alikuwa na muenzi babake mdogo kwa kuzivaa na kuhakikisha kwamba anamaliza nazo kazi, kwa sababu kuwa na hizo rasta kichwani mwake ilikuwa ni maana ya kwamba yeye na Othman angelikuwa amehusika kwenye kazi hiyo. Sasa bana we, hey. Kwenye mkono wake wa kulia alikuwa amefunga tambala moja zito amelikumbata. Baada ya kuwaona wale watu wakioko mala pale chini, alikunjua tambala hilo na kuliacha lishuke kule kule ambako makomanda walikuwepo. Joseph alihisi kama vile kuna harufu ya barashi ambayo haikuwa ameitarajia kwa wakati huo. Alinyanyua uso wake na kutazama juu, ndipo akaona lile tambala ambalo lilikuwa linashuka huko juu kukiwa kuna mwanga mkali. "She's coming!" Alipiga kelele kuwapatia taarifa wenzake kwamba mwanamke huyo alikuwa anawajia. Ule mwanga ambao aliuona ulikuwa ni upanga ukiwa unashuka wenyewe kwa nguvu. Yeye alifanikiwa kukwepa, ila alipogeuka alikutana na tukio la ajabu kweli kweli. Ulikuwa umepasua kifua cha mwenzao na yule ambaye alikuwa yuko nyuma yake naye pia alikuwa amechomwa, ikabaki anatetemeka tu kwa sababu uligusa kidogo kwenye moyo wake. Ulisikia upepo ukiwa unavuma kwa nguvu. Waligeuka kwa pamoja wakati mwanaume mmoja akiwa anajaribu kuipambanua mikono yake ambayo ilikuwa imejaa misumali ili kujinasua kutoka kwa mwanamke yule ambaye alikuwa ameidaka shingo yake. Mwanaume ule mkono wake wa kulia ambao misuli ilikuwa imevimba aliutuma ili kadake wa Lionela, ila kwa bahati mbaya ile sehemu ya msuli ikadakwa na kuvutwa kwa nguvu mpaka ikasambaratishwa. Iliharibiwa vibaya sana sehemu hiyo mpaka akaishiwa kabisa nguvu na kubaka na riatu. Shingo ilitawanyishwa na mikono sehemu mbili. Alibaki kuwa kama mtu ambaye alikuwa anatamani kuelezea jambo lakini hakuweza kabisa, zikawa zinatoka damu tu kwa wingi mithili ya bomba la maji ambalo lilikuwa limepasuka barabarani. Sito waliokuwa wamebaki walimtazama Joseph na kumeza mate kwa shida. Ni wazi kwamba watu hao walikuwa wanajutia maamuzi yao ya kuwepo eneo hilo. Ulitakiwa kuacha kufanya haya mambo unayofanya Lionela, ili taifa lingelikuwa ni salama, aliongea Joseph kwa kujiamini, ila moyo wake ulikuwa unamwenda mbio sivyo kawaida. Ilikuwa ni bahati mbaya kwake Lionela hakuwa akimjibu zaidi ya kuwasogelea tu na mikono yake ikiwa ameiweka nyuma kabisa. Walijipanga na kumzunguka ili waweze kwenda naye sawa. Hakuwa na wasiwasi kwa sababu kwake walikuwa ni vijana wadogo mno. Kulikuwa na watu wa kuweza kumuumiza kichwa, ila hawakuwa kama hao walio mbele yake. Kumbuka ni makomando wa kutegemewa, msikilizaji. Alizungusha rasta zake ambazo alikuwa anaenda nazo sawa kwa spidi yake. Mguu ulitua karibu na kifua lakini ulipitiliza kwa sababu ulimkosa. Alizunguka na mkono wake akaudaka ule mguu. Ngumi ilikuwa inamjia upande wake, akauvuta ule mguu kidogo. Bwana yule akawa anatamani kujitoa, ila alivutwa tena kwa nguvu, akawa hana namna ya kuweza kujizuia tena. Alipigwa ngome moja kwenye moyo wake mpaka eneo hilo likabonyea. Moyo uliharibiwa vibaya ndani kwa ndani. Alibaka na hema kwa mbali akiwa ameganda kama alala kwenye friji kwa mwezi mzima. Aliporudishwa pembeni ilikuwa ni maiti tayari. Hapo ndipo walipogundua kwamba wako watano. Ulirushwa mnyororo kwa nguvu ukamkita sehemu ya titi lake moja la upande wa kushoto. Alisikia maumivu makali sana kwa sababu kilikuwa ni chuma kile. Akiwa anamwangalia bwana yule, alipishana na kisu kimoja ambacho kilirushwa kwa nguvu kubwa sana kikampita. Lakini haikuwa hivyo tu, alipokea mabuti mawili mazito kwenye kifua, karudi nyuma kidogo mpaka yeye mwenyewe akashangaa wanaume wamewezaje kuzigusa nguo zake. Macho yake yalikuwa mekundu mno, mwili ulikuwa kama unatetemeka hivi kwa namna fulani hivi kwa sababu alianza kuzitumia zile nguvu zake ambazo alikuwa nazo mwilini. Ni wakati ambao ule mnyororo ulirushwa kwa nguvu kumwendea tena shingoni. Alitembea kwenda mbele kwa kasi ya ajabu kama kivuli na kudaka. Aliuvuta kwa kasi, mwanaume yule aliwachia kwa sababu kama angeamua kungania basi angeenda nao.
Aliruhusu uende kwa Leonela ulikuwa ni mwanzo wa mwisho wake, kwa sababu alishtuka wakati mnyororo huo ukiwa umezungushwa kwenye shingo yake mwenyewe. Alijitahidi kujinasua, akasahau kuweka mwili wake kwenye nguvu kwa sababu aliuhamishia mikononi. Alishtukia akiwa yupo kwenye mgongo wa yule mwanamke akiwa anapambana kuutoa mnyororo shingoni mwake ambao ulishikwa vyema kabisa kwa mbele na Leonela akiwa anauvuta bila huruma hata kidogo. Alikaza mkono na kuvuta kwa nguvu mpaka alipokuwa amevunja shingo ya yule bwana. Shingo ilitepeta kama kamba ya katani. Alisogea mpaka ulipokuwepo ule upanga wake, aliuvuta kwa nguvu na kushika mkononi mwake. Wakati akiwa anaushika ule upanga, ulikuwa ni kama unapiga shot hivi. Kulikuwa na uhusiano mkubwa mno kati yake yeye na huo upanga wake akiwa nao karibu. Ulikuwa unaonekanika kama mwepesi, ila kiuhalisia ni kwamba ulikuwa ni mzito mno kubeba kwa mtu wa kawaida. Alitembea kwa kuteleza kuwafuata wale wanaume wanne. Alipokaribia wakati wanajiandaa kumpokea, alijigeuza kama analala hewani, alafu akabepinduka pembeni. Alitua nyuma ya mwanaume mmoja ambaye alibaki anazunguka kujua mwanamke huyo anatua wapi. Alizamishwa upanga huo juu ya utosi wa kichwa chake, ukatolewa na kuzungushwa kwenye shingo ya komando mmoja ambaye mwili wake ulitenganishwa na kichwa chake moja kwa moja. Hata Joseph alibaki kama amesimama tu akiwa anashangaa. Wenzake walikuwa wamechinjwa kama kuku, na wakati huo walikuwa wamebaki wawili tu wakiwa wanaangaliana. Joseph alifumba macho yake kuweza kusali kwa sababu hakukuwa na namna yeye kuweza kuishi tena hilo eneo. Wakati anayafumba macho, alimwona mwenzake akiwa anaenda kwa hatua za kikamavu eneo ile ambalo alikuwepo Leonela. Kukimbia kwake kulimfanya Leonela naye kumkimbilia kwa kasi mpaka alipojikuta anatazamana na mrembo huyo karibu kabisa, moyo wake ukiwa unamwenda mbio. Alirusha mkono wa kushoto ukiwa na kisu, akamkosa mlembo na kuvutia mbele yake mpaka alipokuwa amejihisi kwamba mkono ulikuwa ni mwepesi sana. Aliurusha mwingine, napo akashtuka kuona kitu kama kivuli hivi tena akiwa amesimama pale pale na Leonela amesimama vile vile. Alishtuka baada ya kuanza kuhisi maumivu, na ndipo alipokuja kugundua kwamba mikono yake yote miwili ilikuwa iko chini. Bado alikuwa anawaza afanye nini, ila muda haukuwa unatosha. Alipasuliwa na ule upanga kuanzia kifuani mpaka kitovuni. Sehemu hiyo ilijigawa vipande, vitu vya ndani vikaanza kumwagika chini. Akasukuma pembeni afi kwa maumivu makali sana, ili siku nyingine ajifunze namna dunia ilivyokuwa ni mbaya sana unapojaribu kujifanya mjuaji mbele ya wajuaji zaidi. Leonela alirusha upanga wake pembeni kana kujisimika. Alikuwa anahitaji kusimama kwa mikono yake na huyo bwana ambaye aliwahi kumuoja miaka 3 iliyopita, lakini ni kama hawakuelewana vyema kwenye meza ya mazungumzo. Kwa bahati mbaya, usiku huo hakuwa ameenda kufanya naye mazungumzo, bali alikuwa anaenda kumuua. Joseph aliweka kisu kimoja kwenye meno yake, akakifumbata kwa mdomo, na kingine akakiweka pembeni, kisha akainama kufunga kamba za viatu vyake. Aliponyanyuka alikuwa kamili gado. Vita ambayo ilikuwa mbele yake ilikuwa ni mbaya na ya kutisha, na alikuwa analitambua hilo swala. Alikita kwenye vidole vyake na kutembea kwa kasi, tena kwa kishindo kikubwa sana. Alizunguka kwa nguvu, akamkosa Leonela na buti kwenye bega. Alitoa kwa mzunguko wa mitama, akafanikiwa kugusa nguo ya mwanamke huyo tu. Akatua alizini kwa goti lake ambalo lilifanya sehemu hiyo kumeguka kabisa. Alikuwa ni mmoja kati ya makomando 10 kuwahi kuzaliwa Tanzania, hivyo hakuwa mnyonge kabisa. Alinyanyuka akiwa anakirusha kisu kimoja kwa nguvu. Leonela alipishana nacho, kikamkosa shingoni, hali ambayo ilimfanya kuyumba kidogo. Wakati akiwa anakaa sawa, kingine kilikuwa kimelenga kiunoni. Alijivuta nyuma, akakutana na ngumi ya kifua. Alirudi hatua kadhaa, na wakati akiwa anahitaji kukaa sawa, alikwepa mtama mkali ambao ulikuwa unamjia, akakutanishwa na mguu wa tumbo. Alirudi nyuma kidogo na kukita ukutani kwa mguu mmoja mpaka nyumba ikatikisika kwa nguvu. Joseph hakutaka kupoteza muda kabisa, alikuwa anaenda lile eneo. Leonela alijisukuma na kuruka hewani, ambapo Joseph alipishana naye akaenda kukita ngumi kwenye ukuta. Alipogeuka alikutana na mwanamke huyo yupo karibu yake. Alipigwa na ngumi kwenye bega, akahisi ni nyundo ilikuwa imeshushwa hapo kwa sababu mpaka alishuka na kupiga magoti. Huo mkono ni kama vile ulikuwa umekufa ganzi kwa muda. Alitaka kulazimisha kunyanyuka, alipigwa na mguu wa uso, akatema meno 4 kwa wakati mmoja, hata mbele akawa anaona giza tu. Damu nyingi ilikuwa inamtoka kwenye mdomo wake, akiwa anayumba upande mmoja wa mwili wake ukiwa hauna kazi kabisa. Alikuwa anaona nyota. Alikuwa anahitaji kumkimbilia Leonela ambaye alimsubiria mpaka akaribia, kisha akaluka kwa juu na kukita mguu wake kwenye utosi wa Joseph ambaye shingo
iliingia ndani kiasi kwamba akawa anahema kama bebelu lilikuwa limezidiwa na hamu, ila halina namna ya kuweza kufanya kuwa sawa. Alinyanyuka na kujaribu kujinyosha vizuri kwa mkono mmoja, ila sehemu haikuwa salama kabisa. Alichotwa na mtama wa ghafla, kabaka akiwa na ambaye Lionel alijibindua na kukita kifuani, akaenda kujibamiza kwenye ukuta mpaka kichwa kikapasuka, kabaka na hema kwa shida sana. Mara mwisho mimi nakutana na wewe nilikuonya kuhusu haya. Ulitakiwa kufa tangu siku ile, lakini kwa sababu shemeji yako aliwahi kupiga simu ukapona. Nilikusihi usije kabisa ukajiingiza tena kwenye haya mambo, kwa sababu hakuna mtu ambaye amewahi kuingia na mwisho wake ukawa mwema. Joseph, ulikuwa na bahati kubwa sana kupata nafasi nyingine ya kuweza kuishi, ila kwa sababu ya ujuaji umeamua uitumie vibaya, na leo hii tumefikia sehemu kama hii. Binafsi sikuwahi kukaa na kupanga kuwa watu wa muhimu kama wewe kwenye taifa hili, ila nyie ndio ambao huaga mnalazimisha mimi kufanya mambo ya namna hii. Kuna muda maisha yanachelewesha sana kuwaonyesha watu sehemu sahihi ya kuweza kupita kwa sababu ya ujuaji na ujivuni wa vile walivyo navyo. Leo hii ni matajiri wa kuhesabu tu ambao wanaweza kukana mtu maskini wakafanikiwa kumsikiliza hata kama ana mawazo mazuri tu ya kuweza kuwapatia. Kwa hiyo ukiona maisha hayajakupa somo mapema, basi unatakiwa kuishi mbele ya muda. Hao masomo unatakiwa kujipatia mwenyewe, ili hata kama ukipatwa na tatizo lolote ile kwa baadaye unakuwa unajua ni namna gani unaweza kujinasua nalo na maisha mengine yakaendelea. Shemeji yako nilimsihi kwenye hili. Nilimwahidi kwamba kama akiweza kuvunja yale makubaliano, basi nitaua familia yake yote. Hivyo sitatakiwa kulaumiwa kwa lolote lile ambalo litatokea kwa upande wake na familia yake nzima kwa sababu ya maamuzi yake ya kipuuzi. Kwa sababu ya maamuzi yake ya kipuuzi ya siku moja. Tukifanikiwa kukutana kwenye maisha mengine, unapaswa kulikumbuka hilo. Alimaliza na kunyanyuka akiwa amekitoa kitambaa usoni. Kile kitambaa cheusi usoni ilikuwa ni ishara ya msiba wa mtu muhimu kwake, yani Othman Chunga. Lionel alimwangalia mwanaume huyo ambaye ni kama alikuwa anatamani kuongea jambo, lakini hakuwa anaweza kutoa sauti yake. Alimkita na mguu wake akaenda kumalizikia ukutani ambako kichwa kilisambaratika vibaya mno. Ubongo ulijigawa na damu nyingi ikawa imesambaa eneo lile. Steven Dewaka kwa mbali alikuwa ameketi sema akiwa anaangalia. Baada ile kazi kuisha, alisogea na kuliokota ile tambara, kisha akaenda kubeba ule upanga na kuvilingisha ndani ile tambala. Wakatoweka ile eneo usiku huo, kwa sababu hakukuwa na kitu kingine cha kuweza kusubiri tandika. The Soul of Jabal Marki Karosi. Msikilizaji, katika sehemu ya 7 tutaanzia hapo. Tutaanza na Jabal Marki Karosi, tuipate simulizi yake kwa uzuri sana. Jinsi mambo yalivyokuwa yametokea kwenye maisha yake mpaka anakuja kuwa ni mume wa Lionel, mpaka anaishia kumsaliti. Tulijaribu kuona tu kwamba wazazi wake walikuwa ni feki, walikuwa na wazazi walezi, lakini babake mzazi alikuwa ameuliwa katika mazingira ambayo mimi na wewe hatujui bado. Lakini huku tunakuja kuipata story kamili sasa ya The Marki Karosi, mwamba huyu msaliti. Kumbuka alikopelekwa kule na Lionel kwenye zile mali, akiambiwa kwamba ni sehemu muhimu, lakini ile haikuwa sehemu muhimu hata kidogo. Na baada ya kutoka tu zile mali zilihamishwa mahali pale, lakini Jabal alikuwa amepiga picha kiasi kwamba angezipeleka kwa watu wake. Ilikuwaje? Usikose katika sehemu ya 7 ya simulizi yetu The Darkness of an Angel. Tukutane huko.